Na maswali mengi, nafikiri tutachagua maswali humu machache, alafu najua na hapa kutakuwa yako maswali. Kwa hiyo nitajibu maswali machache kati ya haya, then nitatoa muda kutoka kwenu. Sasa niulize swali ya vitu ambavyo tumejifunza sana, na likiwa nje ya kitu tulichojifunza, basi kiwe kile ambacho unahisi kinaweza kuwa rahisi kujibu. Mfano, swali la kwanza kwa waliotuma alikuwa anauliza muda wa uchumba. Yaani yeye anapaswa akae muda gani na uchumba. Kwanza amesema sababu gani zitakazomfanya aweze kupata mchumba sahihi. Cha pili, akae naye muda gani. Sasa nitajibu kwa njia mbili. Njia ya kwanza, kupangiwa uchumba na watu wengine ni tatizo. Inabidi upange mwenyewe. Hiyo nimesema nitajibu kwa njia mbili. Panga mwenyewe kwamba wewe unataka kukaa muda gani, kwa sababu ukiwa wewe hujui unataka kukaa muda gani kwenye uchumba, kwangu mimi binafsi tayari na wewe una matatizo tena ya kiroho na ya kiakili. Kwa sababu lazima unapopanga mikakati yako ujue lini unataka kuolewa ama lini unataka kuoa, lini unaanza uhusiano. Yaani ni muda gani muafaka unaanza uhusiano. Yako mambo ambayo binadamu wanafanya research alafu wanakuja nayo kama njia ambazo zinaweza kusaidia watu kupata mwenzi, ambazo mimi nikuombe wale ambao mmehudhuria juma nzima, njia ya kwanza ni mahusiano yako na Mungu. Ziko zingine nimewahi kusoma wanasema ukiwa kanisani ama kwenye shughuli za jamii, jitahidi sana kipindi ambacho bado hujaamua kuwa na mchumba, kuwa na mahusiano na wanawake tofauti. Nisikilize vizuri sasa, usiishie hapo. Mahusiano ya aina gani? Kuwa na mahusiano na mabinti kama we ni kijana wa kiume, na kama ni binti kuwa na mahusiano na vijana wa kiume, lakini mahusiano yasiyoonyesha interest. Yaani kama wakaka wako 11 kanisani kwenu, wote uwe na mahusiano nao ya aina hii. Wakikaa kukujadili, wote wakujadili ya aina moja, kwa sababu ubaya wa sisi binadamu huwa tunatengeneza mahusiano huku tukiwa tumeshaanza kuonyesha interest. Yaani unataka urafiki na mtu wakati ule mtu ukiongea naye anajua kabisa kwamba wewe unamtaka. Sasa huo mimi nauitaga urafiki type 1. Yaani unatengeneza urafiki ambao haujihusishi wala haumuonyeshi kwamba unamuhitaji. Unamheshimu kama kaka, na kama ni dada unamheshimu kama dada, na unaweka mipaka yako. Huo unaitaga urafiki type 1. Faida ya huo urafiki, utakusaidia kujua tabia za vijana. Kwa sababu iko hivi, nikishajua huna mpango na mimi sitajificha kwako na wewe hutajificha kwangu. Maana najua wewe sio mke wangu wala hautakuja kuwa wa kwangu. Kwa hiyo siwezi kuficha tabia zangu zozote mbaya nikiwa na wewe. Lakini pindi nikijua tu na kuhitaji au nahitajiwa, huwa kuna tabia naanza kufanyaje? Kuzificha. Kwa hiyo faida ya kujenga urafiki tofauti usioonyesha interest, utakusaidia kujua tabia. Unaweza kukuta ni bado kijana haujaingia kwenye ndoa, lakini kuna binti anaweza akaja kwako kutaka ushauri. Akakwambia, samani kaka Pita, mimi mwenzio nina tatizo la kukojoa kitandani. Hasa wewe hapo unagundua mimi huyu nina mahesabu naye, lakini anakojoa kitandani. Vipi? Naweza kupambana na hii hali? Naweza. Maana ni kitu ambacho ziko sababu za kuacha kumuoa mtu, lakini kukojoa kitandani sio sababu ya kuacha kuolewa au kuacha kuoa. Ni kitu ambacho kiko solved. Kama ni ugonjwa wa moja kwa moja, ni mnachofanya wachanganyeni majirani. Leo kakojoa mama, anika we godoro. Kesho kakojoa huyo aanike mkeo godoro. Majirani watakuwa confused. Hawajui nani aliyefanya nini, na hayawahusu hayo. Ni maisha kati yako wewe na nani? Na mwenzi wako. Lakini pointi ya pili huwa inakuwa na madhara kwenye pointi ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Urafiki type 2 ni ile hali sasa umeshaona kwamba huyu namuhitaji, ninamwambia. Sasa kwa mtu uliyetengeneza, especially wanawake, mwanamke uliyetengeneza naye urafiki wa kaka na dada, unapokwenda kumwambia unamuhitaji, huwa aamini haraka. Kwa unaweza ukamwambia siku ya kwanza, fulani mimi naona unanifaa uwe mke wangu. Unaweza kutaja akacheka. Hebu acha bwana kaka Pita. Maana anakuchukulia wewe kama kaka. Kwa hiyo kile unachomwambia haikei sana maanani. Lakini ukiondoka akibaki mwenyewe kwa sifa zako pale kanisani, anajiuliza, hivi yule kweli
au anamaanisha kwa sababu wewe ni kijana sahihi kwa kila mwanamke? Kwa sababu hao mabinti nao kuna wakati wanatujadili kama vile sisi tunavyowajadili. Kwa hiyo madhara ya urafiki wa aina ya kwanza niliyosema, huwa ukihitaji kumwambia sasa binti unamuhitaji, huwa binti anakuwa mgumu sana kwa sababu amejenga heshima na wewe. Lakini usisite kuendelea kumwambia, badilisha namna unavyowasiliana naye. Kama uwaga unamtumia message, habari dada Naomi, sikio andika habari Mai, ataanza kukliki kichwani kwamba okay, ameniita na Mai, huyu anamaanisha kweli. Wanawake huwa wanachukua muda, na wakati mwingine anaweza kawa anakubali, wakati mwingine mwanamke huwa ana shida kwamba amekubali au amekataa. Yaani yeye mwenyewe anachanganyikiwa kwamba hivi nimekubali au nimekataa. Wenzetu huwa wana hiyo status. Kwa hiyo wewe usichoke, muite Mai. Zamani ulikuwa unamsalimia bila kumuhagi, unaweza ukaomba kumuhagi. Hizo zote ni njia ambazo zitamuaminisha kwamba wewe uko serious. Ya tatu ambao wengi mnachanganya, hizo zote nilizosema, ya kwanza na ya pili, hakuna uchumba hapo. Uchumba ni kitendo cha mwanamke na mwanaume mliokubaliana, mnaanza kufahamiana kwenu. Kijana wa kiume anafahamika kwao, kijana wa kike anafahamika kwetu, na wazee aidha wa kanisa au wa mila wametumwa kwenye hiyo familia. Huo ndio unaitwa nini? Sasa wewe umetongozwa barabarani, umeshaandika mchumba wangu Peter. Wewe unajuaje kwamba mwenzio ni mchumba wake, na wakati mnaojua mko wangapi? Kitendo cha wazazi pande zote mbili wakishajua, huo ndio tunaita uchumba. Na ukifuata hizi stage, mara nyingi uchumba hauvunjiki. Maana kuna hapa kanisani, mnisamee, labda hapa kwenu nyinyi wa kiroho sana. Kuna watu wakisha kuona umeanzisha uchumba na mtu, huwa hawatumwi, wanapeleka maneno ya uongo. Na hawajatumwa, utasikia nakufuata Peter samani na kuona huko na Vero. Jiangalie, huyo Vero wewe umjui. Wewe hapo Bongo hili umekuja juzi tu. Kuna mambo mengi. Lakini kama Vero ulikuwa naye na urafiki type 1, unaweza kukuta wewe unamjua kuliko huyo anayekuletea umbea. Sasa fanya hivi, wakati mwingine especially samanini jamani, tunajifunza, especially mashemasi, wambea. Wakati mwingine na unakuta yeye pia huyo shemasi binti yake hajaolewa. Kwa hiyo naye anataka wakwake afanye nini? Na wazazi ndani ya kanisa uwaga wanajua vijana wenye akili na vijana wasio na akili, wanajua kabisa. Na utakuta wakati mwingine hata anamwambia binti yake kwamba nakuona unatembea na fulani, yeye huyo sawa, lakini fulani kaa naye mbali. Kwa hiyo kwenye uchumba huwa kuna umbea wa aina nyingi sana. Kwa hiyo mnapaswa muwe macho. Ya mwisho ni ndoa sasa. Na hizi stage zote hamruhusiwi kufanya tendo la ndoa. Zote. Stage ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ile siku ya kufunga ndoa. Mnapo match kanisani, mnakuja hapa mbele. Huwa kanisa zima tunajua kwamba siku ile wote tunajua. Kanisa zima. Paka baba yako mzazi atasimama hapa mbele. Mimi Peter John namtoa mwanangu Christina kwa Hamidu Habdara awe mume wake halali wa ndoa. Baba anaenda kukaa na anajua kabisa kwamba ni leo. Na ina heshima sana. Mimi huaga nawaambia mabinti, hakuna heshima kubwa sana kama baba yako mzazi au mama yako anapokutoa kwenye halaiki kuliko unavyojitoa mwenyewe kwenye nyumba za wageni. Ni mbaya sana. Na laiti wana mabinti mngejua, mngetunza hiyo heshima. Kuna faida kubwa ile siku ya ndoa. Mimi nafungishaga nyingi. Yaani kipindi unafungisha, especially mimi binafsi huwa napenda kile kipindi cha nani anamtoa binti huyu kuolewa na huyu kijana. Alafu najisikiaga vizuri nikimuona ni baba, kwa sababu kibiblia ni baba anayetakiwa kabisa. Wale ambao tumejifunza ile juma mmeona kabisa. Sasa angalieni vijana, shida ambayo siku hizi mko nayo. Vijana siku hizi hawaanzi na urafiki type 1, type 2, uchumba na ndoa. Wao wanaanza na ndoa. Hakuna kitu kinaniuma kama eti binti unatongozwa siku hiyo hiyo, unakubali siku hiyo hiyo, na siku hiyo hiyo unananili. Ndani ya siku hii, hivi unajua hakuna mwanaume atakaye kuoa hata awe kichaa. Hakuna mwanaume ambaye akutongoze siku hiyo hiyo umemkubalia, na alikutongoza saa 4 asubuhi, usiku kaanguka naye kwenye dhambi ya uzinzi, hakuoi. Kama mimi niliweza kukutongoza siku moja, umekubali siku moja, nimelala na wewe siku moja, nikikuoa uendi tena sokoni. Maana mimi nilikutana na wewe wapi? Sokoni. Uendi tena sokoni.
Kwa hiyo niwaombe mabinti, nisikilize kwa nini nataja sana mabinti. Mwanaume, nisikilize vizuri. Mwanaume anaweza kuoa wakati wowote, haijalishi ana tabia gani. Yaani hapa tulipo mwanaume anaweza kuamua kesho naoa. Hivi tuliko hapa, kesho mimi naoa na akaoa. Mwanamke unaweza kuamua. Lazima uimbe ule wimbo, usinipite Mwokozi, unisikie. Nisikilize vizuri. Tunapokwenda sokoni kununua maparachichi, huwa tunabonyeza tuone lipi linafaa, si ndio? Kwenye ndoa mwanamke, we ni matunda sokoni. Ukibonyezwa, bonyezeka vizuri ili tukununue. Lakini ukibonyezeka vibaya, tutakubonyeza. Huyu atakuja atabonyeza, hii laini. Na mwingine naye anakuja Kwa hiyo wewe utakuwa ni kubonyezwa, baadaye unabaki sokoni. Alafu angalia habari mbaya, paka mwenye soko naye hakutaki, anaenda kukutupa. Yaani ni vile tu muda ututoshi. Lakini kiongozi wa familia, mimi nakuomba hata weekend moja niletee mabinti peke yao hapa ambao hawajaolewa, peke yao, nikae nao hata masaa haya. Yaani ngoja niwaambie mabinti, hakuna kitu rahisi kwa binti kama kuolewa, ila kama unaelewa kutengeneza thamani yako. Wanaume tuko hivi, wa dada, nikija nikakutongoza ukawa na msimamo mzuri, nikikaa na wanaume wenzangu na kusifia, nimekuja kwako, habari fulani, salama, mzima, naweza kupata namba zako? Swali, za nini? Nilikuwa nataka nikuamshe tu usiku kwenye maombi. Siamkagi mimi usiku, sifanye nini? Siamki. Biblia inasema wale wao waogeozao usiku kuwa nini? Yule kijana anagundua ya kwanza nimebounce, si ndio? Anaenda kujipanga awamu ya ngapi sasa? Na nisikilize vizuri, awamu ya pili atakuja kiheshima. Cha kwanza, ile siku ya kwanza msimamo wako utamfanya approach yake kwako itabadilika. Na mwanaume yoyote akilini mwake ataanza kusema huyu ni mwanamke anayefaa. Approach yake ya pili haiwezi kuwa sawa na ya kwanza. Unaweza kukuta hasemi tena ujinga, ila atahitaji bondi tu na wewe. Na utaona hata akikukuta na wasichana wenzako wengi, wengine wote atawasalimia anavyowasalimia, lakini akifika kwako atakuwa na heshima kwenye salamu. Mimi nikiwa chama cha ASA hapa Dar es Salaam, nilikuwaga mkuu wa mambo ya kiroho. Nimesahau jina la yule binti na natamani kweli nionane naye. Tulikuwa age, tulikuwa wote, na alikuwa kiongozi wetu mkubwa sana. Na wishi nimuone, sijui yuko wapi. Yule binti alikuwa amenyooka mpaka wanaume tulikuwa tunamuogopa. Yaani ukikaa naye kwenye gari unasafiri, bahati mbaya mkawa wote siti moja, ni mwendo tu umekaa hivi, akijichanganya ndo unamwangalia, akikugeukia lako umerudi tena huko mbele, huko busy kabisa. Ni dada mmoja aliyekuwa anajielewa, anajiheshimu, na alikuwa kiongozi mkubwa sana kipindi hicho kwenye chama cha ASA, na tulikuwa so active. Sijui, lakini Mungu anisamee, na dea kusema aliyemuoa yule binti ameoa mke salama. Na miaka mingi tangu nimemaliza ASA 2000 sijui ilikuwa na 4 huko, lakini na uhakika kwa sababu alikuwa anajielewa. Kwa hiyo binti, tengeneza standard. Usifanywe mimi hivi. Hata kama we binti, huyo mtu unamuoa, yaani umefanya tu kageuka, mimi au unaongea na nani? Wewe mwenyewe huyo mtu unamuoa. Lakini kuna wadada wengine wakiwa kwenye haraiki za watu, mnisamee wadada, nawaambia mjifunze. Hivi unajua kuna dada ukisalimiana naye tu anakuwelcome kabisa. Yaani kuna binti ukikutana naye tu hivi, habari za saizi, anavyo respond tu anakukaribisha, njoo. Muonekano wako tu unamfanya mwanaume, kwa sababu kuna msemo niliusema juzi, wengi walinielewa vibaya. Mwanaume hawezi kukutongoza mpaka amekuzalau. Iko hivyo. Hakuna mwanaume anayeweza kukutongoza mpaka kwanza akudharau ndio akutongoze. Sasa nilisema hivi, dharau ziko za aina mbili. Kuna dharau negative na dharau positive. Na maana gani? Ukipita binti nikafanya ukigeuka na kudharau na kutongoza, sio ili nikuoe. Nimejua kabisa kwamba wewe unalika. Sio wa kuoa. Si mnajua hata mpira uaga kuna ndondo kapu, alafu kuna zile zenyewe za Simba na Yanga
Kwa hiyo wewe unakuwa ni kiwanja cha mazoezi. Lakini sikiliza, mwanaume akifanya hujageuka, hujakeuka, oya, hujageuka. Dharau nzuri ni hii, huyu anafaa kuwa mke. Asante Shosti, Mungu akujalie ufae kuwa mke. Huyu mwanaume akilini mwake inakuja dharau nzuri, anasema kama huyu dada nimeita miruzi yote, nimepiga filimbi zote, ana msimamo kiasi hichi, huyu dada anafaa kuwa mke. Atakuja kwako na atakutongoza kwa heshima. Utasikia siku nyingine ukionana naye anaanza kwa heshima kabisa, samahani dada fulani, habari za saizi? Salama, mzima. Unaelekea wapi? Niko tu na shughuli zangu. Na kuonaga hapo unapita. Napitaga uaga. Okay. Heshima inakuwa. Lakini mwanamke akifanya akageuka, mimi utasikia ukienda kwa huyo mwanaume hana heshima na wewe. Utasikia unasemaje? Samahani, naweza kupata namba zako? Alafu abembelezo, samahani, naweza kupata namba zako? Namba zangu? Saa nini? Mimi nilikuwa tunahitaji namba zako. 07. Kidume kinajua huyo ameshafanya nini? Hebu fanya mwanaume siku akipata tu namba zako asilale. Yaani kapata tu namba zako siku hiyo afanye nini? Halali. Alafu kuna mwanamke mwingine, yani mtu anakutesti kwa simu na wewe una respond. Tayari mwanaume anajua kabisa huyu sio wa kuoa, kwa sababu kitendo jinsi unavyonipa namba zako ndio reputation ya wewe ni nani. Hapo ndipo unapotengeneza taswira kwa huyo mwanaume kwamba wewe ni mwanamke wa aina gani. Hivi hata wewe ujishangai, unakutana na mtu, umeenda dukani kununua kitu au umeingia kwenye mtandao, umerequest kitu, umeanza kuwasiliana na yule mtu mpaka kitu kimekufikia, alafu yule mtu anakuuliza habari, na mlishafanya biashara mmemaliza, wewe unajibu nzuri. Samahani, ulikuwa unasema unaitwa nani? Fulani. Bana, mimi nimevutiwa na wewe. Asante kaka. Hata wewe na kuingia akilini? Na ulienda kununua jagi, mwanaume akavutiwa na wewe kwa muonekano wako, kwa sababu mimi na imani hii, nisikilize vizuri wanawake, na imani hii, mwanaume anayekutongoza ulipokutana naye hajavutiwa na wewe kwa ndoa, kavutiwa na wewe kwa ngono. Kwa nini? Kavutiwa na huo muonekano wako, jinsi unavyoonekana. Sasa pale ndo kwa kutengeneza standard yako kwamba wewe sio apple, wewe ni strawberry. Mimi strawberry nazikutaga tu supermarket. Maepo paka kwenye magari utakuta watu wana ndoo. Apple. Hayana thamani. Hapo ndipo binti kwa kutengeneza nini? Thamani yako. Lakini kitu cha 4, mabinti. Sisemi hivi kwamba na promote dhambi, ila nataka mabinti mjifunze. Mwanaume hata alale na wanawake 70, yeye maumbile yake ni ya nje, ni external. Lakini angalia, mwanaume kwenye tendo la ndoa hapokei mbegu, hapokei chochote kutoka kwa mwanamke, yeye ndo anampa mwanamke. Siku moja nilikuwa kwenye YouTube, niliangalia clip moja, ilinifanya nikagundua kwa nini wanaume wakichitiwa hawawezi kusamehe, na akisamehe hawezi kuwa na wewe. Baba mmoja alichukua pipi ya kijiti, si mnazifahamu Wadada walikuwa wamejipanga, akawaambia wailambe ile pipi, na akatangaza fedha nao hapa. Asilimia kubwa waliilamba. Wale wadada akawaambia wanawe wote sefuria hii. Walipomaliza kunawa akawaambia wanywe, hakuna aliyekunywa. Nisikilize binti, mwanaume ana namna anavyoathirika kwenye tendo la ndoa, lakini yeye mwenzio hapokei, anatoa. Cha 5, mwanaume akilala na mwanamke ni sifa. Mwanaume akilala na wewe anaweza akaja kwa wanaume wenzio akamwambia, oya, sikieni, mnamfahamu fulani, nimepiga jana. Wewe mwanamke unaweza kwenda kwa wenzio, wakina Naomi njooni, unamfahamu Hamza, kanibamiza jana. Unaweza? Wewe binti unaweza? Huwezi. Kwa nini? Kwa sababu tendo la ndoa kwa binti ni aibu. Mnisamee wadada na wazazi tuliokuwa humu tunajifunza, acheni niwe wazi tu watoto wapone. Tendo la ndoa kwa mwanamke ni aibu, na ni salama aibu yako hiyo kwa mwanaume huyu. Haya, cha 6, wakina dada nisikilizeni, sijui kama mtaongoka na Mungu awajalie. Mwanamke ili afanye tendo la ndoa huwa ana mlango na kufuli, huwa linapaswa kuwa na funguo hii, na funguo hazifanani.
Kuna funguo ya robo ya kilo mbili. Sasa we kwenye maisha yako ushakutana na kaka wa kilo moja, wa kilo mbili, wa nusu, wa robo. Hivi unafikiri utakuwa bado una mlango una geti? Alafu angalia kitu kibaya, hao wanaume wakisha lala na wewe, hata hapa kanisani tunaambiana. Yaani nikilala na wewe namuelekeza mwenzangu, fulani unamjua nimelala naye. Yupi? Subiri nitakuelekeza. Tukiwa kwenye ibada, si mnakujaga kuimba hapa? Na wewe uko kwenye kwaya. Ukisimama hapa mwenzio kule anamuelekeza, angalia mkono wako wa kushoto, wa kwanza, wa pili, wangapi? Wewe umekazana hapa, anakuja bwana, anakuja tena. Kidume pale anaambia anzia kushoto, wa kwanza, wa pili, wangapi? Sasa angalia wanaume tulivyokuwa tuna akili za ajabu kama Mungu haja control kichwa chako. Wanaume tuna akili ya ajabu sana. Hivi unafahamu kwamba mimi naweza kulala na wewe nikimhadisia rafiki yangu, nikamotivate na rafiki yangu akaamua kulala na wewe. Rafiki yangu akasema, kumbe analika." Naye anajaribu zali. Akifanikiwa naye, kama mimi sina mpango wa kukuoa, akija akinihadisia, wanaume tulivyokuwa ajabu na tunagonga. Kwamba umepiga na mimi nimepiga na tunagonga. Kinachotokea anayeteseka sasa ni nani? Kwa sababu tumekudharau. Hata ukipita hapo hatukumezi mate, tunakutema na heshima yako imefanya nini? Kwa hiyo binti unayenisikiliza sasa hivi, try to value yourself. Tengeneza standard yako. Jitengeneze kuwa mtu ambaye ni bidhaa inayohitajika na kuheshimiwa. Usijidharaulishe kwa wanaume. Maana ukiyafanya hayo machache niliyoyasema, kuolewa, labda ukaolewe Tanganyika Masagati, sio hapa tunaokujua. Hauwezi, kwa sababu wanajua kila kitu kuhusu wewe. Kwa hiyo mabinti, ni waombe kuanzia leo. Jambo la mwisho kuhusu hili swali ambalo binafsi linaniumiza. Nendeni mkaangalie wanandoa. Nimeona hapa hata wanaitana. Wakati mwanamke na mwanaume wanaoana hawafanani, si ndio? Lakini wakikaa kuanzia miaka 3, 5 mpaka 8 mpaka 12 wanafanana. Umewahi kujiuliza kwa nini? Mimi nimesoma na nimepata muda wa kuongea na madaktari 4. Wanasema mbegu za mwanaume zinazoingia kwa mwanamke zina effect kwenye genetics ya mwanamke inayomfanya mwanamke anaanza kufanana na mwanaume. Na huyo mwanamke maana yake ni nini? Mbegu zinazoingia kwake ni za mwanaume huyu. Sasa nikuulize hili swali. Wewe kwako mpaka sasa ziko za wangapi? Au nisikuingilie wokovu ni kitu binafsi? Hivi unajua kuna wakati mwili unachanganyikiwa, sasa hapa tunachukua mbegu zipi hapa? Hizi, maana umeshakutana na wanaume wengi. Kuna wakati kwa nia njema tu, naomba niwe muwazi, mjifunze vijana. Kuna wakati na mimi niko duniani, unaweza ukascroll kwenye mtandao ukamwona dada maarufu Tanzania nje mzuri nje, lakini ukikaa kusikia story yake ndani sio mzuri, ni mchafu kupitiliza. Na leo kuna kitu kibaya sana. Leo hadi wanawake na wao wanaona eti fahari kuwa na wanaume wengi. Yaani unakuta kabisa mtu anaojiwa anasema kwa yule nilikuwa naye. Kwa hiyo sasa hivi wanawake wamekuwa hivi nje, especially eneo hili, mavazi utakuta hapa kajipendezesha vizuri, kavaa nguo nzuri, lakini ndani ni mchafu asiyefaa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi, wanaume wengi washaweka chemicals zao za kutosha kwenye mwili huu. Lakini ukikutana naye barabarani, kucha zimetengenezwa vizuri, eleni kubwa, kajiweka ile mnahitaji, mnawekaga makeup, kapaka hapa, kapiga picha, kaenda filter suri, lakini kumbe ni cover la wapi? La nje. Ndani kwisha. Sasa mimi nikuombe binti yangu, ya heri uwe mzuri ndani kuliko nje, na kuna heshima kuwa mzuri ndani. Na ndio maana nawaambia ukweli, kuna wadada wengi sana wazuri ambao ukiwasilia hawafai, kwa sababu uzuri wao umewafanya kuwa wachafu kuliko maelezo. Na ndio maana mnisamee, chunguzeni, nendeni mkachunguze na nyinyi. Wadada wazuri walioolewa ni wachache.
Fuatilia kuanzia leo. We nifuatilia. Anzia leo tu kuangalia. Wadada wengi wale ambao muonekano wa nje ni mzuri kila area, huwa ni wachache sana walioolewa. Wengi hawaolewi, ila ni burudani ya wanaume. Na unakuta mwanaume anakuja kabisa, nakupenda, nakutaka, analala na wewe. Ila ukifika muda wa kuoa, anaenda kuoa mwingine. Na angalieni wanaoolewa, sio wazuri, sio wabaya, wako somewhere there. Hivi nilivyosema mnaanza kugeukia wake za watu Utakuta wanaume haoi mwanamke ambaye ana shauti sana. Yaani mwanamke fulani hivi, hata sisi wachungaji utakuta kuna wakati tunajisifiaga. Leo nimesali na mke wangu, mlembo wangu ananichanganya. Mama mchungaji, simama usalimie. Akisimama sasa. Na wewe ukageuka kumwangalia. Alafu naanza, pastor, ndo maneno yote yale ulikuwa unazungumzia huko. Samanini, wanasema hivi, uzuri wa mwanamke huko machoni pa nani? Ni kuombe. Sisemi wanawake wazuri ni wabaya. Mimi nimekutana na wanawake wazuri lakini anayejiheshimu. Point yangu iko hapa. Kama Mungu kakujalia una muonekano mzuri, jilinde na kujiheshimu. And protect yourself. Jiwekee mipaka, jiandae kwa ajili ya yule atakayekuwa mumeo. Nimeona niongee hayo sana, especially kwa wadada. Na mimi binafsi huwa na investi sana muda mwingi kwa wadada, na watoto wa kike tupu. Natamani sana mabinti tuje kuwa special na tuwe watu wa tofauti kwenye maisha yetu. Okay, swali la pili. Kama tunavyojua binadamu tuna mapungufu, hakuna mkamilifu. Hivyo mimi kama mwanaume nikishajiweka kuwa sahihi, umesema wasichana kipimo kikubwa kuwa mimi ni mwanaume ni mtu sahihi kwake kutoimba naye kwaya mpaka siku ya kuoana. Je, mimi mwanamke ni vigezo gani vya kuangalia kwa mwanamke? It's the same thing. Ni sawa tu. Mwanamke sijui, lakini kwangu mimi kipimo kikubwa sana ni mwili wako. Kwa sababu mwanaume ambaye hajaoa hana kitu chochote anachokosa isipokuwa tendo la ndoa. Na kinachotusababisha tuoe, kinachobadilisha mahusiano ya mimi na mke wangu na mimi na watu wengine ni tendo la ndoa peke yake. Kwa hiyo mwanamke naye anapaswa ajiheshimu. Lakini kwenye lugha ya mapenzi, wanaume sisi tunatafsiri kupendwa kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume ili ajue anapendwa anahitaji respect. Kwa hiyo wadada, muheshimu mwanaume. Na wanawake ili ajue anapendwa anahitaji affection. Pole, umekula? Uko wapi? Angalia magari, usivuke kwanza. Yaani pale mwanamke bichwa, anajiona duniani wengine wote kenge, mwanaume ni huyu. Na ndio maana kwa nia njema tu, ndio maana nilisema siku moja hapa, mwanamke ni mwanamke, haijalishi ni nani yako. Hata mama yako mzazi anahitaji kuwa cared. Yaani mama yako aliyekuzaa anataka naye ambiwe, mama umekula? Mbona umenyongonyea? Mama leo umependeza. Mama hilo gauni umeshona lini? Hayo ni maneno mazuri yanayomfanya mwanamke anajisikia yeye ni nani? Ni mwanamke. Na ukitaka kumuwini mwanamke, pronounce maneno mazuri kwake. Na hakuna neno linamjeruhi mwanamke kama ukipronounce neno baya. Usije ukasubutu ukakutana na binti kakonda afu kumwambia, fulani umekonda. Nataka nikuhakikishie umemwharibia siku ile binti na umemharibu mpaka akili yake. Kwa hiyo mwanamke anapenda maneno mazuri. Na ndio maana kama una mahusiano ambao unajua unahitaji kujiengage kwenye ndoa, usiwe busy na mwanamke. Pia wanapenda sana kuchat. Na wakati mwingine love chatting ni nzuri kwa sababu ni mtu wako. Kwa hiyo sio lazima mnachati kiroho. Kuna kingine mnachati kimwili. Kwamba baby umependeza. Unajua mimi unanichanganya huo mguu wako. We mtoto acha bwana. Siku moja nilikuwa najifunza ili nikafundishe, ikatokea coincidence ambayo nilifundisha. Wanawake wengi unakuta Ijumaa walioolewa anaweza akanyoosha nguo za kwenda kanisani 3. Tuliooa tunaonaga hiyo. Kanyoosha pia ngapi? Ila we mume kakunyoshia pia hii? Na asubuhi akiamka zile 3 zote hazifai tena. Anaongeza zingine ngapi? Na ile ya pili aliyovaa akitaka kuingia kwenye gari mwendo utasikia anakuambia, samahani, hii hapa haijakaa vizuri baby. Ngoja nikavae nyingine. Na wakati huo mnawahi shule ya Sabato ujue. Sasa wanaume wasiokuwa na akili na wasiojua akili ya mwanamke, huwa anamwambia mwanamke hivi, kabadilishe, si utatukuta wapi?
Kuna wakati mwanamke asemi vile kwa sababu anataka kubadilisha, anataka compliment. Kwa akikwambia na hii ngoja nikabadilishe, wewe mwambie tu hivi, subiri kidogo, hebu nenda mbele hatua 3. Akitembea mbele, wewe mama Naomi, wewe ndio unasema ukabadilisha hiyo nguo? Hebu utasikia mwenye anza muone, toka hapa muone. Anajifanya mkali lakini kumbe anafurahia. Anasema hivyo huko anaingia kwenye gari. Hebu toka hapa liangalie. Anafungua gari anakaa, mnaenda wapi? Kwa hiyo usijisikie vibaya kutoa compliment kwa mwenzi wako. Ni kitu muhimu, especially mwanamke. Ukitaka kujenga confidence ya mwanamke, wewe ambaye uko naye kwenye mahusiano, mpe compliment. Nataka nikuhakikishie, ile nguo kama ulimpa tu compliment lakini unajua hapa chini ina shida, hata muamini mtu mwingine yoyote. Yaani akiwa kwenye harusi anaweza akafika hadi mbele. Michezo gani ile wanachezaga? Akafika hapa mbele kabisa, mwenzi akamwambia, hilo gauni lako. Anakumbuka mume wangu alisema toka zako hapa. Anaishi na neno moja. Kwa hiyo tofauti ya vitu vingine vya kuangalia, mwanamke ni respect kwa mwanaume, mwanaume affection kwa mwanamke. Ni muhimu. Na usisahau mahusiano ya kiuchumba, ya kindoa, ukiroho ni namba 1, lakini bado tuko duniani. Sawa? Kuna vitu vya kibinadamu ambavyo unapaswa pia uvifanye. Zawadi usisahau, na mtumba ni mavazi yaliyokuwa yamevaliwa. Zawadi inapaswa ukamnunulie wapi? Mlimani City. Na nataka nikuhakikishie, bei rahisi sana. Nimekuta pale blouse 45,000. Sio hela nyingi kabisa. Lakini wewe unamwelekeza Ilala Boma. Nyuma ya soko. Pale ukienda na buku 10, una blouse zako ngapi? Zile zilishavaliwa. Mtu unayempenda anaenda Mlimani City juu na chini 110,000. Ya, 110,000 juu na. Mbona mnanikasirikia wanaume? Okay, swali la 3. Nitamalizia hili la 3, alafu nitapokea machache hapa. Naona nimebakiwa na dakika 40. Mwanzo 2:24 inasema mwanaume atatoka kwao. Je, ukiwa wewe ni kijana mdogo ndio umebaki kwenu pale, unaruhusiwa kutoka au ukae na unawaangalia wazazi? Sasa nijibu kwa haraka. Jana kama ulinielewa vizuri, nilisema kutoka sio place, sio eneo. Ilikuwa somo la juzi Kutoka sio eneo, ni authority. Nikamwambia binti anaweza akatoka Shinyanga akaja Dar, lakini kichwa chake bado akabaki kuwa nani? Baba. Unaweza ukabaki nyumbani kwenu kwa familia yako, unawalea wazazi wako, lakini baba yako na mama yako hawakutawali. Anayekutawala ni nani? Hiyo ndio point kubwa. Kwa hiyo anayekushikilia anapaswa awe nani? Afrika tuna mila ambazo hata mimi kabila yangu, kuna vijana unakuta either mkubwa anajenga kwenye eneo la nyumbani na atoki. Na Wasukuma pia nimeona wana hiyo mila, sijajua Wakuria. It is possible. Kwa hiyo kutoka nako kuzungumzia, kuna mwanaume ametoka kabisa kwao, anaishi nje na kwao, lakini kule alipo kila anachofanya lazima amuulize baba yake. Baba, tujenge tusijenge? Jengeni. Baba, leo tuna hamu ya kula kuku, tule tusile? Kuleni. Wewe hujatoka nyumbani. Maana yake uko mbali kieneo, lakini bado anayekutawala ni nani? Ni baba. Na baba akikutawala maana yake unaabudu sanamu. Kwa hiyo usiweke nguvu tu kwenye eneo. Mimi nilikuwa nazungumzia mamlaka na nafasi ya mwanaume kwenye Biblia. Pastor, kama mimi nimekuwa na wasichana wengi na nimewaumiza vya kutosha, nimeamua kubadilika, nifanyaje? Shukuru Mungu umebadilika. Ngoja nikwambie kitu kimoja kibaya sana ambacho especially wanawake kinawatesa. Ukiamua kubadilika wewe, usiwafikirie hao wengine, na wao wana wakati wao wa kubadilika. Huwezi kuwafikia wote kwenda kuwaomba msamaha. Kwanza tulikuwa tunakosea wote. Yaani mimi nilikuwa nakuongopea na wewe ulikuwa unaongopeka. Maana tumekosea wangapi? Kwa hiyo wewe ukibadilika, kitu ambacho nakushauri, ukibadilika, badilika kweli mpaka waliokuchezea waanze kuwa mashahidi wa maisha yako mapya. Narudia tena, mwanamke au mwanaume ukiamua kuacha ya kale kwamba maisha yangu ya zamani naacha. Ulishalala na wanawake ambao wanaweza kujaa haisi. Ulishalala na wanaume wanaweza kujaa basi la abudi. Ukisema basi, hata yule aliyekuchezea anapokuja kwako akute kweli umefanya nini?
yeye mwenyewe huyo ataanza kuwa barua kwa wengine. Lakini sasa angalieni, sisi hatubadiliki, watu tunapumzika. Yaani hii wiki kuna watu wana hasira ya wokovu hii wiki. Nasema yani mimi sasa hivi anishiki, simpi nafasi. Nakupa wiki hizi. Wiki hizi mwenyewe utachukua simu. Abdara, afu kama umebadilika. Kumbe wewe ulianza kubadilika wiki ngapi? Wengi wa binadamu huwa wana msisimko wa muda mfupi. Hawataki kubadilika badiliko la kweli. Kwa hiyo niamini mimi, hii wiki tumekuwa hapa wote. Kuna watu wametengeneza resolution hapa. Wameandika hadi kwenye notebook. Hapa sasa, kuanzia Pastor Peter akimaliza kuanzia Jumapili nimenyooka. Sikiliza, sio kitu rahisi. Mimi namshukuru Mungu, sionage aibu kusema maisha yangu. Mimi kuna vitu nafundisha ambavyo ushahidi wake ni mimi mwenyewe. Mimi nilikuwa mwanamke sitongozi. Kwa sababu nilikuwa naiba, nikipata pesa nakuja baa, nauliza kreti za bia ziko ngapi? Mnakumbuka kuna bia zilitokaga zinaitwa Bingwa. Wengi hapa msijui ni wa 2000. Nanunua pombe zote baa. Nimefika baa nimenunua pombe zote. Unafikiri wale wahudumu wa baa wangapi wananihudumia? 4 5 wako kwa. Ukikoa tu pole umemiminiwa bia. Kwa hiyo na mimi nakaaga naangalia jinsi nilivyosuffocate kutoka kwenye madhaifu mpaka nilipo sasa. It's not easy. Trust me. Sio kitu rahisi. Na shetani ana tabia mbaya. Kipindi unataka kutoka, yule aliyekusumbua anakutafuta. Yaani leo hapo unaweza kusema mimi tena ngono, basi kuna kadada ulikahangaikia, utashangaa message yake. Anakuambia, "Peter, mambo?" Ukiangalia ndo unasema, "Mimi ninabadilika, mimi nimeanza nabadilika." Ukiangalia hapa, "Peter, mambo?" Unajiuliza, "Nibadilike au?" Afu utasikia unajiambia hivi, namalizia huyu wa mwisho. Yaani Yesu, nikimaliza huyu nafanya nini? Trust me, huyo ukisema wa mwisho unamaliza, you are dead and gone. Kwa hiyo kubadilika, mimi nasemaga mbele za watu wote, nawaambia ukweli. Sikiliza hii point naosema. Mwanaume aliyezoea ngono asipokutana na Mungu huwa habadiliki, ila anapumzika. Narudia tena. Mwanaume yoyote aliyezoea ngono kabla ya ndoa huwa asipokutana na Mungu wa kweli habadiliki. Kinachotokea anapumzika. Yaani akitenda ile dhambi ya uzinzi, akimaliza, kwa sababu sisi wanaume kuna wakati hatutende dhambi ya uzinzi kwa sababu tunakupenda. Ni kwa sababu nilikuwa na hamu ya kutenda tu. Kwa hiyo nikimaliza ndo nagundua, huyu ndo nimelala naye. Mungu wangu, huyu. Alafu pale kimoyo moyo nazosema, nimekukosea Mungu. Namwambia kama mshiriki mwenzangu, tumemkosea Mungu. Tumemkosea. Tuombe. Anaanza binti, Baba wa mbinguni, shetani ashindwe katika jina la Yesu. Na kidume nacho kinakazia, shindwa katika jina la Yesu. Mkimaliza hapo mnaambiana, kuanzia leo tusirudie. Na wapa wiki hizi. Kuna mmoja atamtafuta mwenzie, umetoka mazoezi ya kwaya bado? Ndo natoka. Upitie basi nyumbani. Wewe ulisema tubadilike. Tunaongea tu. Nikuombe binti, usiende. Rudi zako wapi? Ukienda tu utakuta umeanguka tena. Kuna binti mmoja naye ameniruhusu kushare. Nilikutana naye kwenye makambi. Wakati nimemaliza kuhubiri akaja kuniona, akaniambia, Pastor Peter, mimi ninateswa sana na ngono. Nahangaika kuacha, nimeshindwa. Nisaidie nafanyaje? Na mimi nikamuuliza swali, huwa unafanyaje hiyo ngono? Akaniambia hata mimi sielewi. Nikamwambia usipoelewa huwezi kusaidika. Kwa sababu ili usaidike lazima uelewe unakoseaje. Akaniambia, Pastor, mimi yule kaka anaweza akaniita, nikapiga magoti nyumbani, nikaambia kabisa, Mungu, mimi naenda. Ameniita, naenda. Ila naomba nisifanyeje? Nisifanye. Ananiambia akifika mlangoni kwa ule kaka kabla hajagonga, anasali tena, Baba, mimi naingia, lakini nakusii tusifanye. Lakini akiingia ndani yule kijana ananiambia, nakubusu tu wapi? Hapa. Ananiambia sasa hapo ndo aelewagi. Alitokaje hapa? Akaja wapi? Hapa. Baadaye wanalikuta wako, shetani shindwa, huna nguvu. Wakati ukashaanguka.
Kumbe ili ushinde dhambi, especially ya uzinzi, nisikilizeni vijana, ni lazima usacrifice. Nini maana ya kusacrifice? Kwenda against na hitaji lako. Mwili una mazoea ya ngono, unahitaji ngono, alafu unasema no, siendi. Hiyo sacrifice wanaoweza kuifanya duniani ni wachache sana kwenye kizazi tulicho nacho sasa. Lakini trust me, it is possible. Inawezekana. Na ili uweze, akili ya kijinga ikija, funga kwa maombi, kaa na Mungu, ongea na Mungu. Kitu kizuri iko hivi, kila utakapokuwa unashinda ndivyo unavyokuwa strong. Kila unavyoshinda ndivyo unavyokuwa strong. Baadaye utashangaa haiwi tena udhaifu wako, inakuwa ni kitu cha nini? Cha kawaida na hakikushtui. Kwa hivyo mimi niwaambie tu ukweli, kushinda dhambi ya uzinzi ni ngumu sana. Kutafuta watu wote uliochezea maisha yao kusema utaomba msamaha, uwezi. Waombe msamaha kwa kubadilika. Ukibadilika wewe, ukabadilika kweli, litakuwa ni ubiri kwa wote wale na wataanza kuijua thamani yako. Humu ndani maswali ni mengi. Naomba niishie haya. Nina dakika 30 zimebaki. Kati yenu kuna mtu ana swali? Nyosha mkono, nitoe namba, nitahesabu namba, tutauliza hayo maswali, tutajibu, afu tutaangalia muda uliobaki. Nyosha tu mkono juu ili nitoe namba. Maana kuna wengine uwaga wanapata maswali baada ya swali. Namba 1, namba 2, namba 3. Kadiri hiyo namba namba 1, namba 2, namba 3. Yuko mwingine? Hakuna. Na naamini macho yangu yameona vizuri. Hata uko nje hakuna. Kwa nina maswali matatu. Namba 1, nyosha mkono uletewe maiki. Unaweza ukawapa tu waliokaa wakapeana mpaka ikafika ili usisumbuke kwenda. Mpe tu hao waliokaa kwenye benchi wampatie. Ameshapata. Okay. Bwana mwema wakati wote. Wakati wote anaponya na kuokoa. Mimi na swali hasa kwa somo la asubuhi ambalo ulielezea kwa habari ya, kwa sababu hata mimi wakati najitafuta hilo swali lilinitesa sana. Nakumbuka mwaka mmoja nilifunga mwezi mzima, nilikuwa sili siku 2, nilikuwa nafunga masaa 48. Na swali langu lilikuwa kwamba kwa nini Mungu uniumbe wewe alafu mimi kujua kusudi langu ni suffocate? Kwa nini tu usinipe maisha yafanyeje? Yaendelee. Nilipata jibu, mdogo wangu. Jibu liko hapa. Kinachotufanya tuna suffocate ni dhambi. Dhambi ilivunja channel, ilivunja connection kati ya Mungu na mwanadamu. Binadamu anakufa vifo viwili. Na inarekodiwa na watu watakata hapo hapo. Binadamu anakufa vifo viwili, imeenda. Nyinyi mnaokata, mwe mnakata vizuri, sawa? Kifo cha kwanza, mnafahamu mti si mnafahamu? Mti huo umeshikana na ardhi, si ndio? Ili mti upate nutrient kwenye ardhi, lazima huo umeshikana na nini? Na ardhi. Kifo cha kwanza cha mti, nikienda kwenye mti nikaung'oa mti kutoka kwenye ardhi, hicho ni kifo cha kwanza. Ule mti tayari hauwezi kuendelea kuishi. Kifo cha pili, nikiuacha ule mti juu ya ardhi, utachukua miaka kadhaa kunyauka. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kuna first death na second death. Nisikilize vizuri uliouliza swali. First death ni kutengana kati ya ardhi na mti. Kwenye uumbaji, wakati Mungu anaumba, alipotaka kuumba miti, aliongea na nini? Na ardhi. Aliambia ardhi na itoe nini? Miti. Maana yake ardhi ni baba yake na mti. Mti hauwezi kuishi wenyewe bila kuwa kwenye nini? Kwenye ardhi. Kwa hiyo kifo cha kwanza cha mti ni kutoa kwenye ardhi. Ukiwa umetoka kwenye ardhi, kifo cha pili utanyauka. Hivyo ni vifo vingapi? Sawa sawa na samaki. Samaki, Mungu wakati anaumba samaki aliongea na bahari, bahari na itoe samaki wa kila. Kwa hiyo samaki aishi anavyotaka, lakini akiwa ndani ya nini? Ya maji. Kifo cha kwanza cha samaki,
akijichumpa kutoka kwenye maji akaanguka nchi kavu, kafa kifo cha kwanza, amejitenga na chanzo chake. Kifo cha pili, atarukaruka huko mpaka atafanya nini? Atakata roho. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Sisi binadamu wakati tunaumbwa na Mungu, Mungu alijiambia yeye mwenyewe kama alivyoiambia ardhi. Ili binadamu aweze kujua kusudi lake, ni lazima mtu na Mungu wawe pamoja. Wakitengana tu, ili ujue kusudi lako, mkitengana, kazi yako kubwa ni kurudi kwa nani? Ili ujue kusudi lako. Lakini ukitengana na Mungu, hujui kusudi lako. Ngoja nikupe mfano. Kabla dhambi haijaingia duniani, nani aliwapa wanyama majina? Wanaosema Adam, mikono juu. Jamani, si mmesema kwa ujasiri, mbona mikono mnyoshi? Wanaosema Adam, mikono juu. Okay. Wanaosema sio Adam, mikono juu. Kuna hata mmoja. Wanaosema fresh pastor, ulipo tupo. Sasa sikiliza. Mungu wa mbinguni anisaidie mnielewe. Ni Mungu peke yake anayeweza kusababisha nothing kuwa something. Viumbe wote tuliobaki hatuwezi kusababisha nothing kuwa something. Mungu alichokuwa anapima kwa Adamu, je, Adamu kaunganika na mimi ili mimi ndiyo potential mkubwa ndani yake, nitoe majina nikiwa ndani yake Adamu. Kwa hiyo Adamu alipokuwa akiangalia mnyama, ngoja niseme hichi kitu ili uelewe vizuri. Adamu alipoumbwa alikuwa na mawazo? Oho, mnaniacha. Adamu alipoumbwa alikuwa na mawazo? Hivi unafahamu hakuna binadamu mwenye mawazo yake duniani? Adamu alipoumbwa hakuwa na wazo. Wazo la kwanza aliambiwa na Mungu, miti yote fanya nini? Mti huu usile. Hilo ni wazo la nani? Wazo la pili akaja shetani, kula hutafanya nini? Kisha akachagua wazo. Kwa hiyo binadamu hana mawazo yake, ila ana uchaguzi katika mawazo yalionayo kichwani mwake. Ndio maana ukiwa barabarani ukamwona binti, utasikia sauti ya kwanza inakwambia, cheki mtoto huyo, changamka. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Shetani. Alafu utasikia sauti ya pili inakwambia, oya, usizini. Amri ya 7. Hiyo ni dhambi. Alafu wote wawili hao kama wanasiasa, wakishasema wanakaa pembeni wanakusubiri wewe utaamuaje. Kwa hiyo ndio unakaa unasema sawa, mtoto au Mungu? Sasa Mungu, sikiliza, unasamehe 7 mara 70, si ndio? Wacha kwanza nimalizie hii alafu nitarudi. Maana yake umekubali wazo la nani? La shetani. Kwa hiyo Adamu akili yake ilikuwa inachota mawazo kwa Mungu. Ndio maana Mungu anasema mwili wako ni hekalu la nani? Sasa kwa nini binadamu leo tuna suffocate? Ni kwa sababu dhambi imetutenga na nani? Ndio maana kifo cha kwanza cha Adamu ni roho wa Mungu alijitenga na Adamu. Kifo cha pili ni Adamu alikaa miaka 930 akanyauka na kufa. Physical death. Kwa hiyo kwa nini hatujui kusudi letu? Kwa sababu hatujajifungamanisha na nani? Kwa nini leo tunaona kazi? Kazi sio kujifungamanisha na Mungu. Kazi ni kwenda against na asili yetu. Wewe asili yako ni dhambi. Sasa ili uweze kujua potential yako, inabidi uache dhambi. Ili uache dhambi, lazima uwe na muda wa kufunga, uwe na muda wa kuomba, uwe na muda wa kumtafuta Mungu, uwe na muda wa kujifungamanisha naye. Sasa sisi hiyo ndo tunaona kazi. Kwa nini jifungamanishe naye? Kwa nini niwe naye? Kwa nini mtafute Mungu? Sasa hiki kitu ndo kinakusaidia wewe na Mungu mnarudisha mahusiano pamoja. Mkirudisha mahusiano pamoja, kinachofuata Mungu anaanza ku release potential iliyokuwepo ndani yako. Mfano wa mwisho kwa aliyeuliza swali ili aelewe. Na simu hapa mimi. Hii simu ina WhatsApp, si ndio? Ina Instagram, si ndio? Ina Facebook, si ndio? Nikichukua hii simu nikaiweka hapa hivi, inaweza kutumia WhatsApp, inaweza kutumia Instagram. Kwa hiyo pale ilipo simu ina kazi, haina kazi? Haina kazi. Kumbe ili simu ifanye kazi lazima iwe mikononi mwa nani? Lazima iwe mikononi mwa nani? Sasa simu ni mtu, mimi ni Mungu. Nisikiliza vizuri uelewe. Mimi ni Mungu, simu ni mtu. Simu sijaiumba kwa ajili yake ijifanyie mambo yake. Nimeiumba simu ili mimi niitumie.
Kazi ya simu lazima ihakikishe iko mikononi mwa nani? Kazi ya simu lazima iwe mikononi mwa nani? Kwa hiyo ikishakuwa mikononi mwangu, mimi naanza kuifanya simu inafanya kazi. Nafungua, naenda Instagram. Simu inaanza kuwa marketable na inakuwa na thamani. Kwa hiyo ili mwanadamu ajue potential yake, ana kila kitu kiko ndani yake. Ili kifanye kazi duniani, lazima kwanza Mungu afanye nini? Akushike uwe mikononi mwake. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kujenga mahusiano na Mungu. Ukishajenga mahusiano na Mungu, Mungu atatumia potential zilizo ndani. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu sisi ni wadhambi, tunapaswa tuache dhambi. Na ili tuache dhambi, lazima tufunge, tuombe, tuwe na muda na Mungu ili Mungu atuwezeshe. Mungu akisha tuwezesha na akiwa ndani yetu, tutaanza kuishi potential. Swali B. Swali B. Swali lingine, nashukuru kwa majibu, nimepata kuelewa. Swali lingine ambalo nitaka niulize ni kwa habari ya hapo kwenye potential, kwamba sasa kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yetu ni kwa ajili tu tumtumikie yeye, au yani kwamba wewe kusudi la maisha yako hauwezi ukawa na kusudi lingine tofauti na katika kutumika kwenye kazi ya Bwana. Kwa mfano, mwimba mziki kama hawa ambao tunaona wanaimba, wasanii wengine wa kawaida, yani potential inakuwa ni ile tu ambayo inatumika kwa ajili ya Mungu, au kunazo nyingine tofauti na hizo? Je, na kwa mfano udaktari, ualimu, uinjinia, na hizo nazo ni potential, au hizo tunajitafutia tu kupotezana na Mungu? Asante. I see. Sawa. Sawa. Hivi mmewahi kusoma historia ya mtu aliyegundua simu kwa mara ya kwanza? Walikuwa marafiki watatu wanasoma shule, wako bweni. Walikuwa wakorofi sana. Sasa walimu wakawatenganisha, wakawachukua wakawaweka mabweni tofauti. Sasa wale jamaa wakajiuliza, tunafanyaje ili tuwe tunaendelea kuwasiliana? Ndio mwamba mmoja akakaa akatengeneza hiyo system ya simu kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo akawa anamcheki na mwenzie na muunga na mwenzie, "Oya vipi uko? Safi mzima?" Kwa hiyo hawakutengeneza simu ili iwe kazi. Hawakutengeneza ili wapate pesa. Ila waliitengeneza ili wao wanafanya nini? Wanawasiliana. Unajua wao waliogundua simu wa kwanza hawajafaidika na simu Sasa hivi imekuwa faida kwa watu wengi, it's a business. Nilikuwa nasoma habari za Steve Jobs aliyetoa kompyuta kutoka kwenye chumba kuiweka iwe desktop. Anasema mwenzie akiwa anaenda shule alikuwa anakaa garage, anaanza kutengeneza kitu ambacho hata yeye hakielewi. Yaani anakaa anapata insight kwenye kichwa chake ambacho hata yeye hazielewi, lakini anafanya zile insight zinazokuja kwenye kichwa chake. Anazifanya. Siku moja akamwambia mwenzie, alikuwa kidogo financially stable, akamwambia, "Bwana, niazime dola fulani, kuna kitu nakitengeneza, 40% faida nitakazokuwa napata kwenye hicho kitu nitakuwa nakupa wewe." Mwenzie kwa sababu haelewi anachokiona Steve kichwani, akamdharau. Ndio binadamu wa kwanza aliyesababisha kompyuta zamani lilikuwa ni jumba zima ndani, akatengeneza desktop, hizi kompyuta unazozijua ambazo zilikuwa zina monitor, keyboard, CPU and whatever, mouse, ni Steve Jobs. Hakuishia hapo. Siku nyingine Steve Jobs akiwa amekaa kichwani, ikaja tena insight, akatoka desktop akatengeneza laptop hizi ambazo tunazitumia. Mwanaume hakuishia hapo, akakaa tena, akatoka kwenye laptop akaja kwenye iPad, mpaka sasa hivi tuna simu. Chochote unachokitaka popote unaweza kufanya nini? Kukipata. Kitendo cha huu ugunduzi sio tu binadamu, it's something from God himself ambacho anapitisha kwenye mind zetu. Sasa sikiliza, matumizi ya Mungu na ya shetani. Wakati tunaumbwa, Mungu hakupanga kitu kitumike vibaya. Matumizi ni kwa sababu shetani sio mgunduzi, ila anaweza kutumia. Sijui umenielewa? Shetani hawezi kugundua chochote. Lakini akiona Steve Jobs kagundua kitu fulani, jamaa katengeneza Instagram, anasema Mungu anaweka mambo ya kiroho weka na kanagia chini, weka na hiyo. Anasema weka na picha za ngono humu ndani. Weka. Kwa hiyo shetani ana misuse, Mungu ana use. Kiufupi, kila potential haifanyi unavyotaka, unafanya unavyotakiwa na aliyekutengeneza. Swali, nani hapa alikubaliana na Mungu aumbwe? Mkono juu. Umeona hata mmoja?
Maana yake nini? Mimi siko duniani kwa ajili yangu, niko duniani kwa ajili ya nani? Sasa Mungu hakulazimishi. Ndio maana leo kuna watu wana potential wanazitumia vibaya. Ukitumia vibaya, basi siku ya mwisho tu utaipata. Maana si Biblia inasema tutarudisha hesabu Kwa utaipata siku ya mwisho. Kwa hiyo mimi nikusisitizie, ugunduzi wako, elimu yako, hakikisha kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa sikiliza, swali la mwisho ambalo umeuliza. Kwa mfano tunasema ualimu, accountant, sijui nani. Hivi unafahamu sasa hivi, sijui nisemaje ili mnielewe vizuri. Unafahamu kuna mtu wa kwanza aliyegundua accountant, ambaye ndo alikuwa wa kwanza kufundisha debit, credit, sijui ledger and whatever. So unafahamu kuna mtu wa kwanza aliyegundua. Tuliobaki wote hatujagundua, ila tunasoma kilichogunduliwa. Sasa hivi utakuta mtu anasema mimi ni mtaalamu wa software engineering. Hapana, wewe sio mtaalamu wa engineering kwenye software. Hapana, wewe umesomea kile ambacho mtaalamu wa engineering kwenye software aliyegundua, wewe umevisomea vitu vyake. Kwa sababu wewe hujagundua, umesomea. Ndio maana kuna vitu duniani usiringe kwa sababu wewe unakijua, ni kwa sababu mwenzio tu hajataka kukijua. Kwa hiyo wewe ukisoma accounts, na mimi hapa sasa hivi Pastor Peter niamue narudi darasani nikasome accounts, nasoma. Kwa hiyo sio kitu kipya hicho cha kumtisha mtu, lakini potential ni kitu fulani ambacho unacho wewe na hakuna aliye nacho. Ngoja niwape mfano, mimi najifunzaga kutoka kwa wenzangu. Mimi na wahubiri na wapenda sana Tanzania. Mimi mfano nampenda sana kumsikiliza Pastor Baraka Butoke. Napenda sana kumsikiliza Pastor Masunga Mfera. Napenda sana kumsikiliza Pastor Mbaga. Namsikiliza sana Pastor Paul Semba. Lakini hawa wote niliowataja, kila mmoja akija hapa simama mbele kuhubiri, wako sawa? Kila mtu ana potential, hata kama wanafanya kitu hichi. Ndio maana potential. Potential maana yake ni kitu ambacho unacho wewe peke yako. Na ukifa wewe kimefanyaje? Sasa ualimu wote tunaweza kusomea, lakini ndani ya walimu kuna watu wenye potential ya ualimu. Mimi nilifundishwaga miaka nyuma, nilikuwa nasoma PCB, nilikuwa naenda tuisheni hapa Mchikichini, kuna mwamba alikuwa anaitwa Mbuga. Sijui kama bado yupo. Mnamkumbuka mliosoma? Hebu kama mtu alifundishwa na Mbuga apunge mkono. Hakuna hata mmoja. Kila mtu ana enzi zake. Kumbe mimi nimekuwa mkubwa Yule Mbuga alikuwa anafundisha labda excretion. Hakai na kitabu na chaki na ubao peke yake, ila notes anazoziandika pale ukienda kwenye kitabu vile, lakini haangalia hata kitabu hichi. Hivi huyo ni nini? Huyo ni gifted. Hiyo ni zawadi. It's something special from God. Kwa kuna walimu wanaoimba kwa kupenda, hata kwenye kwaya. Nyinyi si mashahidi kuna watu tunapenda kuimba na kuna watu ambao wameumbwa kuimba kwenye kwaya. Ndio maana mkija hapa mbele mnapoaga mic yote. Wewe ujiulize kwa nini wengine hatupewi? Samanini msiopewa msijisikie vibaya. Tukijaga hapa mbele tunapewaga wote mic. Alafu wewe chunguza kuanzia leo, tusiopewa mic hapa mbele ndo tunafujo. Yaani ndo unasikia yaani wakiwa hapa ndo wana mbwembwe nyingi, lakini waliopewa mic ambao wana uwezo wao utakuta wametulia tu. Ila sisi ambao mic zetu wakati mwingine tunapewa zimezimwa. Maana yake ni nini? Wewe unapenda kuimba ila tu kukuimba ndo kuna shida na nani? Ndio maana hata kwenye kwaya wakiwa wanaalikwa kuna kiumo wakikosekana kwenda huwa ni shida sana. Na kuna wakati wanatusumbua mpaka tunawachangiaga nauli, si ndio? Mimi bwana nataka kwenda lakini sina nauli, na mnajua ndio mnayemtegemea kwa sababu ana karama ya nini? Kwa hiyo kuna potential, alafu kuna vitu ambavyo tunajifunza kuvifanya. Sasa mimi nakusisitizia, jua potential yako, kwa sababu ukijua potential yako unaifanya kwa moyo wa kupenda. Lakini vitu vya kujifunza unavifanya kwa kukasirika. Ngoja niwape mfano wa mwisho. Twende swali la pili. Humu ndani kuna watu mmeajiriwa mnafanya kazi, lakini asubuhi ukiamka unalalamika huku unaenda kazini. Yaani umeamka asubuhi unajiona hizi kazi zitatuua, huku naoga. Mungu anajua hizi kazi Lakini unaenda wapi? Ujue wewe umesomea ila hilo eneo sio lako. Ndio maana hata unachokifanya ukipendi. Swali la pili, namba 2. Namba 2, nisaidie kumpa maiki. Sasa mtu wa maiki wewe unatangulia kuitoa. Mungu wangu, tuna dakika chache zimebaki. Dakika 11. Karibu baba. Asante Pastor. Pastor, kati ya wanaoimba hapo mbele, mimi ni mmoja wapo ambaye sipewi mic.
Basi mzee, kama upewe basi jiweke tu kwenye eneo lako. Karibu baba. Sasa mimi nina swali moja ambayo na pati mbili. Ndio. Lakini nitajitahidi kuwa brief iwezekanavyo. Karibu. Ukiongea na vijana hapa kanisani, kwa nini huoi au kwa nini hamuoi? Nimeongea nao wengi, wanasema hivi, napenda kuoa lakini ninakokaa, yani hali ya uchumi sio nzuri. Kwa hiyo naona kuna shida kidogo nikioa sasa hivi. Labda nisubiri kidogo nijiweke sawa nyumbani, nitaoa. Okay. Alafu upande wa wasichana ambao wako tayari na wanafaa kuolewa, wakija kwa hawa vijana, wanaimba kwa vizuri kanisani, michango mizuri, lakini kuambiwa mambo ya uchumba hawaambiwi, kwa sababu hawako vizuri kiuchumi huku. Sasa kwa sababu binti wanafaa kuolewa na hawaambiwi kuolewa huku, na kwa sababu wana tabia nzuri kule nje, wanawafahamu na wanawasumbua, wanawaletea, wanasomea shairi, wanataka kuwaoa. Lakini wanakuwa na ajenda fulani kwamba usifungiwe nira na wasioamini. Wanachojitahidi ni kuwaambia, kama unataka kunioa, ubatizwe. Ukishabatizwa utanioa, kwa sababu tutakuwa na imani moja. Kwa hiyo wengine ukiwauliza wanasema huko ndani hatuambiwi, lakini huku nje tunaambiwa, lakini tunawashawishi, tunawaongoa ili tuoane, tufungiwe nira na wale wanaoamini. Sasa hii imekuwa ni shida kidogo, labda tusaidie hapo. Wengine wanasema ninyi mnatuacha tu hapa, hali ikiwa nzuri, mkitaka kuwa mnakwenda Mtwara, Ubungo, hapa mnatuacha, hawatuoni. Mchungaji, hiyo ndo hali halisi, labda uizungumzie kidogo hiyo. Asante. Ndio maana nimejaribu uzuri, tunawasiliana na kiongozi wa, by the way, pastor tuko naye tu vizuri. Kuna wakati nitamuomba pastor, ratiba zikiruhusu, natamani nipate hata weekend, tuanze Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, niongee na vijana peke yenu. Niwe na siku niongee na wanawake, waimini vijana wa jinsia ya kike peke yenu, tuje tuongee na vijana wa jinsia ya kiume peke yenu, kwa sababu kuna vitu vinahitaji muda wa kutosha sana kuelezea. Sasa nitajibu tu shortly, lakini vinahitaji muda kweli kweli. Mimi nikimkuta kijana haoi kwa sababu hana kazi, shida sio ndoa, shida ni yeye. Kwa nini huna kazi? Ni kwa sababu ya mifumo ya dunia imetuongopea kwamba nenda chuo, maliza, ajiriwa, si ndio? Na usipoajiriwa umeridhika kwamba huna kazi. Na hiyo ndio tatizo kubwa tulilonalo. Na kuna watu hapa mmekaa, mko chuoni, mnaamini kwamba chuoni ndo mkwamuzi wa maisha yako. It's not true. Sio kweli. Mimi kuna vitu nilikuwa nafanya nikiwa kijana mdogo, enzi hizo miaka 21, 22. Sikuwa najua kwamba nilikuwa nafanya vitu vya maana. Nilipomaliza form 6 nilihangaika sana kuomba kazi hapa Dar es Salaam. Mimi natoka familia mbaya sana kiuchumi, mbaya. Yaani tuliozaliwa na babangu wa kwanza kumiliki nyumba ndio mimi. Huko kwenye ukoo wetu sisi. Kwa hiyo nimetoka familia ambayo ni mbaya kiuchumi. Nilikuwa nalala sebleni, wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka. Kuna wakati tulikuwa tunakula mlo mmoja kabisa. Mimi babangu alikuwa dereva taxi wakati namfahamu, naanza kuwa karibu naye nikiwa nafikiri na karibia kumaliza form 4. Kwa hiyo uchumi haukuwa mzuri kabisa. Yaani maisha yetu nyumbani hayakuwa mazuri kabisa kabisa. Yaani nakumbuka mimi kanisani, binti ambao alikuwa anaonesha interest na mimi alikuwa anaonekana kabisa anaenda kwa shida, haendi kwa mtu wa maana. Sababu nakumbuka nilikuwa na suruali pia 3 tu hizo na mashati pia 5. Hata muonekano wangu haukuwa mzuri. Kuna picha zangu, kuna siku niliweka status, waliona nikiwa mlinzi wa kampuni ya KK Security. Ngoja niwape historia kidogo kuhusu mimi. Kwa nini nasema nilijifunza vitu ambavyo sikujua. Nilipomaliza form 6 niliomba nikapata kazi hapo mjini Posta, lakini ile kazi nilikuwa nalipwa 80,000 ya kufanya usafi kwenye ofisi. Form 6 kufuta, kusafisha, 80,000. Kutoka nyumbani nilikuwa nakaa Yombo, kama unafahamu Yombo Lelini. Kutoka nyumbani mpaka mjini kwenda na kurudi ilikuwa ni 1,000. 1,000 mara 30? 30. 80,000 toa 30?
imebaki 50,000. Sawa, utakula kule Posta kwa kujinyima. Kuna ile miogo ya kuchoma ya 500 na maji ya buku 1,000 na mia ngapi mara 30? 45 ile 50 iliyobaki toa 45, imebaki 5,000 Zaka na sadaka ya 80. Niwaulize swali, hiyo kazi unafanya ufanye? Ufanyi. Kwa mtu mwenye akili huwezi kufanya, maana yake unapoteza muda. Sasa unafahamu sasa hivi Dar es Salaam tuna kijana asubuhi anaenda Posta na jioni anarudi nyumbani, lakini hata anachokifanya hakimtoshi, and still bado anafanya. Mimi nilikataa ile kazi. Sasa kwenye kuombaomba nilienda SIDO, kama mnapafahamu hapo Vingunguti mbele kidogo. SIDO akanipigia simu akaniambia hatuwezi kukuajiri, ila tuna maonyesho ya Sabasaba, tunakuhaya kwa siku 10, tutakulipa laki ngapi? 3 kwa siku 10 kupromote jiko lao la kupikia mkate, linatumia kuni moja. Nikaenda nikapromote. Sasa namshukuru Mungu, mimi nimebarikiwa kuongea. Mimi ninaongea wewe, wewe ngoja uwe karibu na mimi naongea, ila nashukuru Mungu naongea vya maana. Nilisimama kupromote, tulikuwa na binti mmoja wa Kimasai, yeye kazi yake alikuwa anatengeneza mikate, akimaliza imeumuka, mimi naelekeza namna ya kuingiza kwenye jiko moto, unavyo control temperature whatever. Tulikuwa na huyo binti tunafanya pamoja. Nilisababisha SIDO aliuza majiko mengi sana. Nakumbuka siku ya mwisho ya pili kutoka mwisho waliniita viongozi wa SIDO, wakaniambia bado hatuwezi kukuajiri na unatudai 300,000, tuna ofa kwako, tusikupe 300,000, tukupe hili jiko. Wakati huo jiko linauzwa 1,000,000 na laki ngapi? 200,000. Faster nikakubali jiko, nikamwambia fresh, mimi nachukua jiko. Kwa hiyo nilipomaliza wao wakatoa majiko mengine, lile wakaniachia. Sina hata pesa ya kulipeleka wapi? Nyumbani. Wakati huo babangu alikuwa anaishi na mama wa Kizambia. Yule mama alikuwa kidogo financially stable. Kwa nakumbuka nilimfuata nikamwambia mama, nina dili nipatie pesa, likikaa vizuri utashangaa. Kwa imani yule mama nakumbuka alinipa, nikasafirisha ile jiko langu nikaleta paka kwake. Nyumbani kwake alikuwa na garage, sasa alikuwa paki gari, kwa ile jiko nikaliweka garage. Sasa cha kwanza ambacho nilikosea, sikujua kwamba mikate una vipimo, unakanda paka umuke. Mimi nikaenda pale Azania nikanunua unga wa ngano, nikaja nikatengeneza, nikakanda, nikajaza kwenye ile kile cha mkate bila kusubiri afanye nini, ya umuke, nikaingiza kupika. Ni siri yangu, mikate iliyotoka hapo ni mabumunda kabisa. Usiku yule mama alipokuja kuangalia alijisikia vibaya, ila angalia yule mama aliniambia kitu nilikipenda. Ananiambia, Peter, you are so smart, you have been trying. Akaniambia njoo. Nikaenda room kwake juu, alikuwa na desktop, I mean your computer. Akafungua, nakumbuka akawasha internet, akaandika how to cook bread. Zikaja pale tukasoma naye, akaprint akanipa, akaniambia zisome kwanza. Nikasoma mpaka mida ya saa 4. Akanifuata room, akaniambia okay, umepitia umecatch up, twende tukafanye kwa vitendo. Tukashuka chini na yule mama, tukaanza tunachukua kipimo cha hamira kilivyosemwa, tunaweka unga, tunaweka, tukakanda naye, tukatoa mikate safi. 11 alfajiri nimebeba mikate na tembea kuuza. Nilitembea mimi, nikikutajia umbali utanionea huruma. Nilitoka Tazara, unapajua? Nimepita paka mataa ya VETA yale, mpaka sijui majina ya yale maeneo, lakini nikauza mikate hii. Kati ya mikate 30 nimeuza 2,000. Nimechoka hoi. Tena hiyo 2,000 wakati narudi nikakutana na juisi za miwa. Nakumbuka nikakaa hapo nikaagiza juisi ya miwa ya kwanza buku, nikachukua na mkate mmoja wa kwangu. Nikapiga mkate wote na juisi nikamalizia. Kwa hiyo nikarudi nyumbani, nimeuza mikate 2, nimekula mmoja na pesa zote nimefanyaje? Nikarudi nyumbani niko very disappointed. Yule mama akaniona tena, akaniita, alikuwa Kiswahili kinamsumbua. Tukakaa naye chini, yule mama amenisaidia, Mungu amjalie huko alipo. Tukakaa naye tena chini, akaniambia what's wrong with you? Ngambia mama, nimezurura na mikate, nimeuza hii 2 na nimekula huu mmoja. 30 toa 3 mama, 27 ndio iliyobaki. Na hiyo 3 niliyouza sina hata shilingi ngapi. Umepeleka wapi? Nikamwambia nimepiga juice glasi ngapi. Yule mama akanichukua, tukaenda naye tena chumbani, tukaingia kwenye kompyuta. Nakumbuka akatengeneza jina mpaka leo limekaa kichwani, Pesho, sitataja kirefu chake. Chini akaandika namba zangu za simu. Akachukua vile vikaratasi, tukaanza kubandika kwenye mikate. Tukabandika. Akaniambia, ilikuwa ni Ijumaa, akaniambia nenda kanisani kagawe hii mikate bure, mimi nitailipia. Yule mama akatoa 27,000
akanipatia 20,000 ngapi hivi. Unajua udogo wa hela unategemea na kiasi cha hela unachopata eh? Kwangu mimi 27,000 naweza kuambia ilikuwa ni 2,207,000 kwenye akili yangu. Nikaenda kanisani baada ya ibada ile ya kufungua Sabato, nikaigawa ile mikate bure. Jumapili wale niliowapa mikate bure, kwa sababu ile mama alibandika jina la mkate tulioandika na namba yangu ya simu, nikapata oda ya mikate 107. Nikatengeneza mikate 107. Nilipoiuza ile mikate 107, mmoja wa aliyenunua ile mikate alienda nayo ofisini kwake, alikuwa anafanya kazi Upanga PCCB. Walipoula ule mkate pale ofisini wakaupenda, nikapigiwa simu ya kupeleka oda ya mikate 300 mara 3 kwa wiki. 300 mara 3 kwa wiki. Kumbuka ndo nimemaliza form 6 na subiri matokeo ya kwenda nalala sebleni. Nilikuwa naimbia kwaya, nafikiri mnaifahamu, Familia ya Injili. Ikabidi ninunue baskeli 4 na nikaajiri vijana. Usiku kucha tunatengeneza mikate, asubuhi wanaenda kusambaza. Mimi niligoma kwenda chuo, unayeniona hapa, kwa sababu kwa wiki nilikuwa sikosi faida. Kwa wiki 400,000. Kwa wiki faida laki ngapi? 400,000. Kama kuna wakati nilitengeneza fedha ni wakati huo. Ni cut story short. Baadaye ilitokea nilipochaguliwa uchungaji, nilimwachia mtu ile biashara. By the way yalitokea mambo mengi. Na nilitaka niseme nini wakati naeleza haya? Unafikiri kwa nini yule mama alikuwa tayari kunisaidia? Kwa sababu yule mama aliona kitu ndani yangu. Shida tulionao vijana wengi wa kanisani, tuko kama mapoyoyo. Hata ukipewa kuwa karani wa shule ya Sabato, ukija hapa mbele huna kitu kipya, uko tu hapa. Sabato iliyopita walifungua watu 7 na 4 waliwahi. Hivi unafahamu humu ndani ya kanisa kuna watu humu wana business zao very potential na wanahitaji vijana wa kuwasaidia kwenye shughuli zao, lakini hawaoni vijana wanaofikiri. Umepewa nafasi fulani kanisani, ifanye in a special way mpaka mtu aseme huyu jamaa anaweza akanifaa. Lakini sisi tuko useless, hatujishughulishi. Mimi nakumbuka wengine walikuwa hadi wananicheka, form 6 unauza mikate. Baadaye niliwaajiri. Yaani walikuwa wanasema umemaliza form 6 na unauza mikate. Nilimwajiri, anasambaza mikate yangu, namlipa 5,000 na mkate mmoja wa kutafuna, shilingi 6,000 kwa siku. Vijana ni kuombe, maisha yako hayapimwi na mtu mwingine. Hata kama umesoma, una degree, una PhD, usiache kujishughulisha. Usidharau kazi ambayo sio dhambi. Hata kama unaokota machupa yale ya kwenda kupima, wewe una heri kuliko ambaye kijana anaimbia tu kwaya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mazoezi saa 5, yeye saa 12 yuko wapi? Hivi unajua kuna vijana wamekuwa kama ni watoto wa kanisa. Hana kwa kwenda ila wapi? Na kinanda kinamtambua akifika hapa. Hana kazi, hajishughulishi, yeye yuko hapo. Yesu. Kula, hakuhitaji tu. Vijana wa kiume tujishughulishe. Kijana anayejiweza unaanza kumuona. Mimi nilikuwa nawapa mfano, nilipokuwa nasali, mimi nilikuwa sio mtu ambao mtu anaweza kufikiri kwamba huyu anaweza akawa mume bora. Lakini siku moja naongea na mke wangu, anasema nilikuwa najua unalala sebleni, lakini macho yangu yalikuwa yanaona you are a visionary man. Sasa wewe kuna wakati binti akikuuliza, una mpango gani? Mungu tu atakavyobariki. Wewe unaweza kuolewa na mtu una mpango gani Mungu atakavyobariki? Unaweza kuolewa na mtu wa hivyo? Unaenda kwa kijana unamuuliza, unanioa lini? Sijajua, tusubirie tu mkono wa Bwana. Kwa hiyo unajiengage kwenye mahusiano na mwanaume ambao hata yeye ajui anakokwenda. Yaani kakushika mkono ndo mchumba wako, mnaenda, ukimuuliza mnaenda wapi? We twende tu bwana, liwalo na liwe. Kwa mimi nirudi tena, mzee, mimi na discourage. Mimi mwenyewe nakubali kabisa, kijana usioe kama hujishughulishi. Naunga mkono kwa sababu Biblia inasema hivi, mwanaume kabla hajapewa mke alipewa kwanza kazi. Hawa mabinti hawa wameumbwa wahudumiwe, wapewe, maana wao wameumbwa kupokea. Ndio maana ukiwapa mbegu wanakupa mtoto. Kwa hiyo mwanamke kumpa fedha sio kumpendelea, yuko hivyo na ni haki yake kupewa. Sasa jishughulishe upate pesa wewe unaokula, change na ubaki oa. Kwa hiyo mimi sisemi kuoa shida kijana asioa kwa sababu hana kazi, maana yake yeye ndio tatizo. Tatizo lake ni nini? Hajishughulishi.
Nije B. Mabinti mmesema eti wale wa nje wako vizuri. Mimi nasisitiza usifungiwe nila na asiye. Nasisitiza usifungiwe nila na asiamini. Nitawakumbusha. Kazi yako mwanamke sio kutafuta mwanaume, ila jitengeneze uweze kuwa bidhaa ya thamani. Nimeshasema mwanzo, ukishakuwa bidhaa ya thamani tutakuoa. Mimi nakugarantii binti anayejituliza, yuko miguuni pa Bwana na muaminifu, trust me, ataolewa tu. Hata awe na miaka mingapi ataolewa. Lakini shida kwa nini hatuolewi? Kwa sababu mabinti wengi ni manjilinji. Mnavaa vizuri Sabato. Tena niseme kwa kusikitika, kuna watu Sabato ndo tunatumiaga kwa dhambi za uzinzi, especially mabinti. Akishatoka hapa kusali, ana kijamaa chake, anaenda kwake. Wanashinda huko, jioni anakuja hapa anafunga Sabato, anaondoka. Sasa huyo kijana haja kuoa, una uwezo wa kwenda kwake, analala na wewe kila kitu, na haja kuoa. Wewe unafikiri unafaa kuolewa? Yaani wewe unavyojiona, wewe unafaa kuwa mke wa mtu? Kama huyo kijana haja kuoa, ana uwezo wa kukuchukua kanisani, anaenda na wewe, anafanya kila anachotaka na wewe. Halafu jioni unatoka, unarudi hapa, unafunga Sabato, unarudi nyumbani. Mungu nibariki nipate niolewe. Who will mail you? Mimi nirudie, wanaume wa kuoa ndani ya kanisa wapo. Lakini hata sisi wanaume tunahitaji bidhaa ya thamani. Kwa hiyo mtoto wa kike, wekeza uweze kuwa wa nini? Ukijidharaulisha, samanini mabinti. Ngoja niende deep ni wakorofishane na nyinyi, by the way. Leo ni siku ya mwisho Ukija kanisani unavaaje? Hivi nafahamu kuna binti akija hapa kanisani anavovaa tu aolewi? Niwaulize nini mwanaume, wewe uko tayari kumuoa mwanamke ambaye amevaa nguo pindo yake ya chupi inaonekana? Mwanaume gani hapa anaweza kuoa hivyo? Hayupo. Sasa hapa kanisani kuna wakati binti anakuja, uvaaji wake tu muoi. Kwa sababu mwanaume, ngoja niwaambie mabinti, mwanaume territory yake ni mwanamke. Yaani mwanamke anamiliki kama property. Na mwanaume nataka heshima kwa mke naye mmiliki. Hata ukipita hivi watu waseme huyu ni wa nani? Naambia wa kwangu. Lakini kuna binti ukimuona muonekano wake tu, mavazi anaovaa, yaani unakuta nguo za kuvaa ndani, yeye kavaa wapi? Nje. Na kaja kanisani na anataka sifa, akai viti vya nyuma. Tumekaa tumetulia kanisani, anapita kiti cha mbele. Zigidi, 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 paka kiti cha mbele. Kwa unakuta kuna wakati vijana au ndani ya kanisa mnaanza kusali bila kuambiwa msali. Ukimwangalia nguo yote unaona pale kona, block, bei, unakuta Mungu Baba tusaidie hapa napo tutoke. We binti nani atakuoa? Kuna vitu vingi wa dada, sijui mabinti ndio maana naamu ya kuongea na nyinyi. Kuna vitu vingi mnakosea. Vaa kiheshima basi. Hata mwanaume akikuona anasema yes. Lakini siku hizi mitandao, sijui nyimbo hizi za duniani, mavazi, leo mtu anaona fashion. Kuna wenzetu wanavaa vile wanafanya biashara. Hawa watu maarufu wanalipwa kutangaza nguo. Anavaa skin tight inayoonyesha pindo la maumbile yake. Yaani unaona kila umbile lake. Amelipwa milioni 200 apige picha aweke kwenye mtandao ili wewe ukanunue na wewe uvae. Lakini mwenzio alivaa akiwa ndani studio anapigwa picha ili atangaze biashara. Wewe umenunua, umevaa wapi? Barabarani. Alafu akilini mwako inajiona kama yule ulivyomuona Instagram ndio unajiona na wewe. Kumbe unapoteza thamani yako. Kwa mimi niwaombe mabinti, vaa vizuri, jiwekee mipaka, jenga muonekano mzuri, jiheshimu, ongea na mtu kwa confidence, jua we ni nani, trust me, utaolewa. Amina. Lakini bii yake ni kweli, ukivaa vibaya hatutakuoa ila tutakuchezea. Kuna msemo mmoja alisema, mtu mmoja nikimtaja msimfuatilie, ana akili kubwa sana, ni Msabato aliyeasi. Sambade Mapongo, kama mmewahi kumsikia. Alisema kitu kimoja nilikipenda. Anasema mwanamke mzuri asiye na akili kifaa chake kinateseka. Mmenielewa Narudia, mwanamke mzuri asiye na akili hardware yake ina suffocate. Na ndicho ambacho mimi nina ushahidi, mabinti wengi wasiojielewa ni wazuri. Utakuta kajilemba akienda barabarani kwa sababu akili ni ndogo, anatongozwa, anaenda kuchezewa.
Alafu sijui unajionaje. Mwanamke una uwezo wa kuwa na wanaume 3, 4, 5 ndani ya wakati mmoja. Is that normal? Hivi unafikiri hicho kitu ni cha kawaida? Ni kitu tu normal? Trust me, wewe una tatizo la nini? Na unahitaji msaada. Alafu umekaa unasema tuolewe, vijana mtuoi. Hakuna mwanaume anaweza kupoteza muda na bidhaa ya aina hiyo, ila mwanaume anaweza kuendelea kuchezea bidhaa ya aina hiyo. Kwa hiyo mimi nirudie tena, mabinti sio wa nje wanawataka. Hoja yangu ya msingi, jitunze, kaa miguuni pa Yesu. Mungu atasema hivi, is not good for you to be alone, na atakuletea mwenzi atakayekusaidia. Nafikiri nimejitahidi kujibu, ila nimeomba wakati mwingine tukipata nafasi tutawasiliana na pastor. Nitakuja tu niongee na mabinti peke yenu hata siku moja, vijana wa kiume peke yenu siku moja, na siku ya 3 tutakaa pamoja. Naomba swali la mwisho tuwe tumemaliza. La 3. Nyosha mkono ule mwenye. Yes, karibu. Nashukuru. Okay. Kwanza nakushukuru kwa mafundisho yako ambayo yanajenga na ni mazuri. Amen. Ni mazuri. Swali langu sio swali, nahitaji ushauri kusikia kutoka kwako. Kwenye dunia tunayoishi, dunia inayoenda kasi, mitandao ya kijamii, mwingiliano mkubwa wa tamaduni zinaathiri maisha yetu ya kila siku. It's true. Nini unatuambia? Okay. Yesu alisema siombi watoe, ila uwafanye nini? Na mimi nawaambia duniani hatuwezi kutoka, ila sasa kuwa makini. Yaani mimi sio mfano mzuri, lakini haisemi kwenye maisha yangu na limit kabisa. Yaani sasa hivi imefikia kipindi paka najifurahia. Nikitaka kuingia Instagram, kabla sijaingia huwa najiambia naenda kufanya nini. Siingii tu kuscroll. Nataka niingie Insta, for which purpose? Nataka kwenda YouTube, for which purpose? Nataka kwenda WhatsApp, for which purpose? Kwa hiyo I'm controlling myself. Simu hainiongozi, ila mimi ndo naiongoza. Technology hainiongozi, ila mimi ndio naiongoza. Kwa ushauri wangu, maendeleo yasikuongoze, ila wewe yafanye nini? Hiyo ndio siri kubwa sana ya kufanikiwa. Yaongoze wewe. Mimi kuna vitu mtu akiniambia vibaya na mshangaa. Viko kabisa. Kuna vitu kiniambia ni vibaya. Mimi mtu akiniambia mtandao ni mbaya na mshangaa. Niliwaambia hapa mimi nasoma kwa wiki nasoma kitabu kimoja, kwa mwezi nasoma vitabu 4, kwa mwaka nasoma vitabu 48. Na vitabu vingi mimi sinunui, nachukua mtandaoni. Sasa mtandao ni mbaya? Mimi iPad yangu mpaka sasa hivi ina vitabu karibia 1400 na soft. Naingia kwenye mtandao na vichukua. Nimejiamua baada ya kuzoea kuchezea simu. Mimi nimeamua, mimi hata ikifikia kipindi ukiniobserve hata hapa nikiwa nimekaa tu niko bored, utaona nimetoa iPad nasoma kitabu, au nimechukua simu yangu nimeenda kwenye kitabu fulani nasoma. Nimeamua kujizoesha vitu vizuri. Kwa hiyo na unaweza kujitengenezea tu utaratibu wako. Na ngoja nikupe mfano. Watu wengi mimi wananifuataga na niambia, Pastor Peter, natamani nifanye kama wewe. Nikimpa principle, unajua kuna Mungu na kuna jitihada zako, ni vitu viwili tofauti. Mfano, mimi hapa unaniona kila siku ya Mungu saa 10 alfajiri siko kitandani. Ndio muda wangu wa kusoma vitabu. Kasoro Jumamosi peke yake. Na saa 10 ndio muda ambao unasikia usingizi na ninajinyima, ingawa sasa hivi nimezoea. Hapo unavyoniona nina grupu la vijana ambao nikishakuwa na urafiki naye nikimwamini na muweka. Nina grupu la vijana ambao tunasoma na kudiscuss kitabu kila siku, kasoro leo na jana jioni. Kila siku. Angalia kinachotokea. Alfajiri nasoma kitabu changu, lakini ili nijadili na lile grupu kitabu, lazima nisome tena kitabu hicho nihakikishe nakijua. Na wale wote wanaamini kwamba Pastor Peter atakuwa na mchango mkubwa kuliko. Cha 3, mpaka hapa ninavyoongea nawe na watu 11 ambao najifunza nao kila siku, ambao walikuwa na matatizo yao fulani, wameniomba, tuko nao kwenye mtandao. Wengine wako nje na hapa tunatumia WhatsApp kuzungumza. Inanilazimu kwa siku naweza kusoma zaidi ya kitabu 4-5 kwa siku hii.
Kwa hiyo ukiangalia shejo yangu, sehemu kubwa ya akili yangu na feed vitu ambavyo ni potential. Nakutana na watu ambao ni potential, nazungumza nao na mimi napata feedback kwao, naye anasoma, anachangia, na mimi najikuta nakuwa kutoka kwao. Kwa hiyo unakuta katika masaa yangu labda 10 ya siku, muda wangu mwingi uko fixed na ninafanya vitu ambavyo vinanisaidia mimi mwenyewe. Sasa na wewe unapaswa ukae uchole mchoro kuhusu maisha yako wewe unavyotaka yawe na kujiwekea limit kwenye vitu. Sasa leo kuna kijana unaweza kukuta kabisa anakufuata kwenu, anakuambia hivi, mwanangu twenzetu load tuka bye bye time. Maana yake ana muda wa kutosha mpaka mwingine anataka akafanye nini? Kwa mimi nikuombe kijana, jiwekee nini? Mipaka. Kuna kitabu na shauri kitafuta ukisome. Sikikumbuki vizuri, kinaitwa Think Like Monk. Think Like Monk. Nilikuwa namwangalia hapa tunayesomaga naye kitabu. Yupo hapa mmoja wapo. Kuna kitabu kinaitwa Think Like Monk. Nenda ukisome kile kitabu. Yule jamaa sio Mkristo by the way, ni kama sio Mbudha, ni Mshinto. Lakini amechambua kuhusu namna ya kucontrol technology. Amenisaidia sana mimi binafsi. Sana. Nafikiri ninayo soft copy. Kama nakumbuka vizuri. Ukihitaji naweza kukutumia. I think ninacho soft. Ameeleza ambavyo siku mimi nimesoma kile kitabu miaka kama 4 iliyopita. 4-3 iliyopita. Nilielewa na ikanisaidia. Niliwahi kuamua kukaa nje ya simu for 3 months. Bila kuwa na access ya simu kabisa. Kwa miezi 3. Kwa hiyo vijana wenzangu, tuna uwezo wa kujitengeneza kuwa watu bora. Mungu na jitihada zako. Lakini cha mwisho, chagua marafiki sahihi. Ngoja niwaambie, Yesu hakuwa mbinafsi. Yesu alikuwa na wanafunzi 10 na ngapi? Katika wanafunzi 12, nani alikuwa, wangapi walikuwa karibu naye sana? Wanaitwa inner circle. 3. Yohana, Petro, Yakobo. Katika hao 3, nani alikuwa best friend? Mmoja, Yohana. Sasa kama Yesu alikuwa na Yohana, alafu ndo ana ile cycle na ana watu 12, kwa nini wewe usiwe na inner cycle yako? Wewe ukuumbwa kila mtu awe rafiki yako. Kwa una haki ya kujiwekea limit. Na mimi nilichojifunza, najizungumzia mimi huwa sifukuzi marafiki. Ila lifestyle yangu isipoendana na anayehitaji kuwa rafiki yangu, huwa automatically yeye ndo anafanya nini? Anaondoka. Kwa hiyo be careful. Sio lazima kila mtu awe rafiki yako. Jiwekee mipaka. Kama ukienda kwa mtu story zote ni madem tu, unafikiri anakusaidia nini? Yaani ukifika tu, mwanangu jana wakati tuko chuo, mwanangu kama una kitu profitable, stay away from him. Kana mbali, kaa watu ambao watakujenga, utakuwa, utapiga hatua. Nafikiri kama kuna ulimwengu mimi na uogopa, ni hii generation tulionayo. Jana nilikuwa napiga mahesabu ya mwanangu wa mwisho, ana miezi 6. Nikawa nimekaa naye nje jana mapema tu, nikaa na calculate kwamba huyu mwanangu akiwa na miaka 10 itakuwa mwaka 2000 na kadhaa. Nikagundua kwamba akiwa na miaka 40 itakuwa mwaka 2080. Nikaanza kujiuliza tu, niko naye pale, kama sasa hivi dunia ina baraka kiasi hiki, huyu 2080 itakuwaje? Ukipata muda angalia sasa hivi. Angalia hivi, unafahamu sasa hivi vijana wengi ni machizi bila kujua kwamba wao ni machizi. Ngoja nikupe mfano ugundue machizi. Na hii mnafanya wengi. Umewahi kumkuta binti kachukua simu yake, kawasha recording ya video, alafu anajifanyia yuko mwenyewe anajirekodi? Umewahi kumkuta Umewahi kumkuta? Samahanini kwa nia njema. Unafikiri ishi okay? Ni mzima huyo? Wewe unavyomuona mtu hivyo yuko timamu? Alafu angalia cha pili anachofanya, na anarekodi snap. Akitoka hapo anaweka status ya WhatsApp, ana click wimbo playback. Alafu ile status yake dunia nzima tunamuona, ambazo namba zake tunazo. Tunamuona kaeka playback ya wimbo, alafu anachofanya ni hivi. Samani binti yangu, mfano tu,
Unaweza ukaja hapa mbele usimame uanze kutufanyia? Unaweza? Nani hapa anaweza binti kuja hapa mbele akaanza kufanya? Nani anaweza kuja hapa mbele saizi nimuite? Nyosha mkono unayeweza kuja kufanya hivyo hapa. Umeona hata mmoja anayeweza? Lakini haujui kwamba kipindi unapojirekodi unafanya hivyo ukatupia kwenye mtandao ni sawa na kuja kusimama hapa mbele. Ndio maana nawaambia dunia tunakoelekea ni kubaya sana sasa hivi. Watu wengi ni machizi bila kujua kwamba wao ni nini? Ni machizi. Samanini mabinti, kwa nia njema tu msinielewe vibaya. Unapiga picha umebinua matako. Uko hivi. Alafu unaweka status, alafu chini unaandika essence of Sabbath. Binti wa Kisabato. Essence of? Are you okay? Hivi wanaume mliokoko hapa, mwenye akili timamu, unamwonaje binti wa namna hiyo? Ndio maana nasema dunia sasa hivi imefanya nini? Tuko sehemu mbaya sana. Yaani tuko sehemu ambayo tunahitaji msaada mno. Kuna watu wananifurahishaga na mimi naunga mkono, sio kitu kibaya. Wanasema Sabato ni ubiri zuri, chakula kizuri, afu ameongezea picha. Kuna wakati unaingia status ya mshiriki paka unamuonea huruma. Unajua kabisa huyu ni wa kuombea. Hii generation tulionayo, msiwaigize hawa watu maarufu. Achana na hawa watu maarufu, wako kwenye kazi. Kuna watu wanaharibu akili za watu bila wao kujua wanaharibiwa. Usiige kila kitu. Jiwekee mipaka. Leo umemwona msanii wa Tanzania kavaa suruali mpaka wapi? Hapa, ana laba kubwa, kafunga kitambaa hapa, alafu anatembea kwenye wimbo wake. Alafu nao umevaa hivyo, unatembea barabarani. Uko wapi? Barabarani. Alafu akili yako inajiona kama lile limsanii uloliona kule kwamba oya mwana mambo. We ni chizi. Hata watu maarufu mnaowaona vitu wanavyofanya kwenye mtandao, sio asilimia kubwa, sio maisha yao. Sio maisha yao kabisa. It's just kwenye mtandao. Lakini sio reality. Hivi unafahamu maisha kwenye mtandao ni maisha madogo sana ya maisha yako kuliko maisha yako unayoishi kwa siku. Hivi unafahamu kwenye mtandao ni kipindi tu. Kwa mfano hapo ukienda sasa hivi hoteli nzuri, umefika tu, unakula chakula, utaona mazingira mazuri, utarekodi, ukimaliza umeposti. Lakini ulitupostia wakati unatoka nyumbani? Ulipopanda gari lako ambao ulisimama na daladala walikuminya kweli, umesimama umeminywa, uliposti. Umefika hapo uliposhuka ulikosea kituo ukatembea umbali mkubwa, uliposti. Sasa angalia, watu wanaposti kwenye location chache alafu wanakuaminisha wewe kwamba hayo ndio nini? Ndio maisha. No, wadogo zangu, ishi maisha ya ukweli. Ishi maisha yako nao yaona. Achana na hizo movement zingine hizo, achana nazo. Sasa hivi technology imewaharibu, na mimi niwaombe kuanzia leo jiwekee limitation. Jiwekee mipaka. Jamani, muda umeniishia. Nilipaswa kuwa na somo jioni hii, lakini na mwanangu ambaye anasafiri leo. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na mawili matatu. Niliomba kanisani nimalize saa 11:30, lakini nimezidisha kama dakika kadhaa. Naomba nimalizie tu kitu kiduchu, halafu tufunge kwa ombi. Kitu ninachotaka nimalizie ni hiki. Kuoa ni lazima? Ilikuwa swali la mzee pale. Jibu: sio lazima. Kwa nini sio lazima? Kama kuoa ni lazima, mbona Paulo hajaoa? Mbona Elia hajaoa? Mbona mbona Elisha hajaoa? Mbona Danieli hakuoa? Ingawa Danieli sitaki kummention sana kwa sababu alikuwa na matatizo yake. Sasa mnisikilize. Uoe au usioe, bado mbinguni unafanyaje? Unaenda. Na ndio maana mimi siamini kwamba mwanaume anakuwa mwanaume akioa. Mimi naamini mwanaume ni mwanaume hata kama hajafanya nini? Hajaoa. Kuoa sio lazima, ila ni muhimu. Na ukisema auoi, maana yake haupasi kulala au kulalwa na yeyote yule. Sasa ni vibaya sana kusema mimi sioi lakini una mwanamke. Wewe ni mpuuzi kabisa. Binti anasema mimi siolewi lakini una mabwana. Wewe ni mpuuzi kabisa.
Ukisema uoi, maana yake hauoi na haufanyi tendo la ndoa. Ukisema hauolewi, maana yake hauolewi na haufanyi tendo la, unaishi hivyo bila kufanya chochote. Kitabu cha Matthew 19 kuanzia fungu la 3 na la kuendelea, fungu la 11 na la 12 linasema makundi ya watu watatu wanaoruhusiwa wasioe. Kundi la kwanza ni matoashi. Matoashi ni wanaume ambao hawananli, mmenielewa? Tutumie lugha ambayo inaeleweka. Hawana nguvu za kiume. Kwa hiyo hawezi kabisa kulishiriki tendo la ndoa, hata akioa hawezi. Huyo haruhusiwi kuoa. Kundi la pili, hana nguvu za kiume lakini kwa ajili ya masuala ya afya. Alipata ajali. Nilikuwa nasoma historia ya ufalme wa Uingereza, kila anayeajiriwa kufanya kazi kwenye jumba la mfalme haruhusiwi kuzalisha. Kwa hiyo walikuwa wanamfanyia operation asiweze kuwa na mwanamke. Kundi la tatu asiyeruhusiwa kuoa ni mtu ana nguvu za kiume, ana uwezo wa kuwa na mwanamke, ila anaamua kwamba mimi nimeamua kwa kupenda kwangu sitaoa. Na sio kosa. Na mimi binafsi nimekoma nikikuta kijana ana muda mrefu kanisani hajaoa, alafu namwambia wewe ndevu tu na kuoa uoi, unamuonea. Kwa sababu aoi kwa sababu ya ndevu, na aoi ili wewe umheshimu. Aoi ili wewe umuone ameoa. Anaoa kwa sababu yeye ameamua kufanyaje? Kuoa. Kwa hiyo kuoa kwa mtu wa kuhusiani na wewe, kuna uhusiana kati yake na anayemuoa na nani? Kwa hiyo tuwape watu space, tusiwanyime watu la. Maana kuna wakati kuna vijana especially wa kiume tunasemwa sana, amuoi, mnakaa tu, miaka inaenda, hamuhami darasa la vijana. Tumeamua hatuoi. Kwani wewe unaumia nini? Hatuoi ndio, hatutaki sisi kuoa na hatuna uuni. Kwa hiyo si lazima. Ushauri kwa kadri inavyowezekana kwa kizazi tulichonacho sasa, oa. Ni kazi sana na ni wachache sana wana uwezo wa kuishi bila kuoa, especially wanaume. Kwa kadri Mungu anavyokubariki, oa. Naomba wanaume hapa mbele 4 tufanye kitu cha mwisho tondoke. Wewe presenter njoo bwana. Wanaume 4, nisaidieni vijana wa kiume 4. 4 hivi nimesema 4. Sawa, tutatumia tao mara 2. Wawili mwe huko, wawili mwe huko. Tumalize somo. Nyinyi mliokuja hapa mbele kuna aliyeoa kati yenu? Hamna hata mmoja. Sawa, ila mipango ipo. Simama hivi muangalie huko. Sogea hapa mbele. Naomba mnisikilize vizuri. Kitu cha mwisho, ila ni muhimu. Na mzee wangu mmoja aliniambia, ukisikia mtu anakuambia anaongea maneno ya mwisho, msikilize vizuri. Si mnajua hata Yesu alikuwa na maneno ya mwisho? Mnakumbuka niliwafundisha siku moja maana ya neno single na alone? Mnakumbuka eh? Haya, sasa twende maneno ya Kiingereza. Kuna married na unmarried, si ndio? Kuna aliyeoa na ambaye hajaoa. Tuko pamoja? Sasa upande huu na makundi mawili ya watu. Sikiliza vizuri. Huyu kijana hapa sio single. Mnakumbuka tafsiri ya maana ya neno single eh? Tulisema separate, unique na whole. Si mnakumbuka? Maana ya single ni kijana ambaye hayuko sawa na mwingine. Anajikubali alivyo, maana yeye ni wa pekee na amekamilika. Na pia sogea kidogo. Na pia niliongeza kwenye Biblia single maana yake ni mtu pamoja na Mungu. Mnakumbuka eh? Maana ya single ni mtu pamoja na. Kwa hiyo huyu nikisema single maana yake ni mtu pamoja na Mungu. Huyu sio single. Maana yake hajikubali, anahitaji mtu mwingine ili akamilishwe. Maana yake ni mtu pamoja na shetani. Huyu ndio yule kijana wa kiume au wa kike, unaweza kukuta anakuambia, pastor nimechoka, umri unaenda, mimi sijaolewa, hata sielewi itakuwaje. Wewe maana yake sio single, haujikubali wewe mwenyewe, unafikiri furaha yako inategemea ndoa. Hawa wote wawili wako kundi moja. Huyu hajaoa, huyu hajaoa, lakini ni watu wawili. Nisikilize vizuri, ni kitu muhimu sana nataka ujifunze. Hajaoa. Tofauti yao ni ipi? Huyu ni single, huyu sio single. Kwa nini? Huyu kajitosheleza, kakamilika, haendeshwi na chochote, anaoa kulingana na mipango na makusudi alionayo na Mungu. Na huyu unapomuona ni single na hana mahusiano ya kingono na yoyote, na anajitunza na kujiheshimu, sio kwa ajili ya mkewe,
anajitunza na kujiheshimu kwa ajili ya Mungu. Mmenielewa? Huyu ni kiwavi, hajiheshimu. Samanini, hivi unafahamu mwanaume au mwanamke anayeweza kuutoa mwili wake kwa zaidi ya binadamu mmoja, maana yake hajipendi yeye mwenyewe? Sijui nimeeleweka? Mwanamke unayeenda kulalwa na mwanaume ambaye hajakuoa, maana yake haujipendi wewe na haujithamini. Maana ungekuwa unajipenda na kujiheshimu, usingefanya nini? Huyu hajipendi, hajikubali, na anafikiria hivi furaha yake inapatikana kwa kuwa na mwanamke. Akiwa tu ana mwanamke anajiona na mapungufu, akipata mwanamke anajiona amekamilika, lakini bado moyo wake hautosheki. Hata akiwa na mwanamke hadumu naye. Lakini huyu hana mwanamke, hazini, haui, haibi, yuko focus na maisha duniani. Anajua yuko chuo, anajua anafanya biashara, anajua ataoa lini, haendeshwi na kitu chochote, yuko smart na anajijua. Hafanyi chochote ili mke wake afaidi, anafanya kila kile Mungu anachomwagiza. Hilo kundi la kwanza. Ila wote hawajafanya nini? Hawajaoa. Naweza kuwasumbua ni mabinti wawili, samanini. Njooni wanangu, hamwezi jua ya Mungu. Huwezi jua. Mimi leo tu nimetaja namba zangu hapa kwa ajili ya wanangu. Huwezi amini, wanaume wako serious. Fast anashuka, tunasikia nitumie mmoja wapo. Sogea hapa hivi kidogo. Na nyinyi si wote hamja match bado Sawa. Wewe huyu hapa atakuwa mkeo kwa sasa. Na wewe nenda pale uwe mke wa yule. Mshike mkono huyu. Kwa sasa tu, sawa? Mfano. Mshike huyo mkono. Kwa sasa hivi, sawa? Turudi upande huu. Nisikilize. Huyu ni single but married. Ni single ila ameoa. Sijui kama naeleweka. Maana akili ya binadamu ukisema single, yeye anatafsiri hajaoa. Lakini kibiblia single maana yake ni mtu mwenye uhusiano na. Kwa hiyo huyu kaoa lakini ni single. Kwa nini ni single? Hamtegemei mwanamke, yeye amekamilika, anaishi kwa ajili ya Mungu. Akitengana na mkewe akaenda kikazi Dodoma, halali na mwanamke mwingine, sio kwa ajili ya mkewe, kwa ajili ya halo, tunaenda pamoja. Huyu ni single. Shika hapa. Huyu bwana sio single, ni kiwavi. Yaani ana mkewe, akisafiri kwenda Morogoro kikazi, anachukua na kule demu. Akiwa Morogoro anatafuta piskali, halali peke yake, analala naye. Akitoka hapo anaenda Dodoma, mwanamke mwingine, analala naye. Akirudi nyumbani ndo anakumbuka yeye ni mume wa nani? Huyu sio single. Shika mkono hapo. Tunaenda pamoja. Angalieni hawa watu wanavyofanana. Kuna tofauti kati ya huyu na huyu. Sogea hapa. Huyu single but not married. Simama hapa. Single but not married. Single but married. Ana mahusiano na Mungu ila hajaoa, yuko single. Ana mahusiano na Mungu ila ameoa. Huyu na huyu wana utofauti. Mmeanza. Wana utofauti? Hapana. Utofauti ni huu. Huyu hapati tendo la ndoa, huyu anapata. Walikobaki kote ni nini? Na ndio maana niliwaambia wanaume, haui mwanaume ukiwa ndani ya ndoa. Usisahau. Na nataka nikufundishe hichi kitu ili uelewe, lakini angalia balaa. Eti huyu yuko kwenye ndoa na huyu hayuko kwenye ndoa, lakini wako sawa. Njoo, sogea hapa. Ngoja waje huku ili mjipange waonekane kote. Uwe na mkeo, njooni huku. Badilisha mkono tu, mkeo aende kule, wewe njoo dada. Shika mkono. Eti huyu si ana nanili pia hajaoa lakini si ana. Huyu ameoa ila ana. Wana tofauti hao. Ngoja niwaambie kitu msichokijua. Hivi unafahamu kuna watu wako kwenye ndoa lakini ni washenzi na fuya wewe usio kuwepo kwenye ndoa. Hawa, huyu yuko kwenye ndoa lakini ni mshenzi tu. Samahani mfano.
Kwa sababu tabia za huyu aliye ndani ya ndoa ni sawa na tabia za huyu asiye ndani ya nini? Na ndio maana nimeanza kusema hivi, usimhukumu mtu kwa kuwa na mke. Kuna watu wanaishi na wake lakini ni wajinga kuliko wasiokuwa na wake. Wewe usivyokuwa unajua, ukikutana na huyu hajaoa, kanisani unaanza kumwambia, "Oa, ndevu tu zinakuwa nyeupe, oa." Ukikutana na huyu, barikiwa mtu wa Mungu. Angalia wenzio wako kwenye ndoa, lakini mbingu ikiangalia inaona mshenzi na mwelevu. Yaani mbingu inamhesabia huyu haki kuliko nani? Kwa hiyo funga mdomo wako ukikuta watu hawajaoa, usianze ngongongongo. Kwa sababu macho yako hayaoni anachoona nani? Be careful. Kuna watu wako kwenye ndoa lakini ni type hii. This type. Sio type ile. Na kuna vijana hapa hawajaoa lakini wako kwenye type hii. Ni kijana decent, anayejiheshimu, anajua anachofanya. Huyu kijana hovyo kabisa. Lakini kadificha kwenye cover linaitwa amefanya nini? Na mnisamee, unaweza kukuta ni mzee wa kanisa. Huyu ni mzee wa kanisa. Ubongo hilo. Shemasi mkuu wa kiume, unaweza ukamkuta huyu. Lakini in real sense sio mume. Tena habari mbaya ni hii, piga hatua mbele na mkeo, wewe rudi pale. Hapo. Kabla hawajaoana hawa wawili walikuwa wanananili. Si unafahamu eh? Tena niseme kwa majonzi, kama aliyekuoa alikuwa anakunanili kabla hajakuoa, maana yake hata akioa ataendelea kunanili. Nimeenda deep sana eh? Eti shosti, aliyekuoa wewe vipi? Au wokovu ni personal? Eti mlioolewa, aliyekuoa mlianza au ile siku ya ndoa ndo mlianza? Au nisiwaingilie maisha ya ndoa, ni kati yako wewe na mumeo na baba yenu wa mbinguni? Leo tuna miujiza mingi duniani. Unakuta huyu kijana kabla hajaoa analala na huyu binti, na hawaoni shida, na hawaoni kama wanamkosea nani. Lakini wakishaoana bado kila mmoja anaendelea na tabia zake zile alizokuja nazo. Ninachojaribu kukufundisha jioni ya leo ni hiki: usihukumu watu kwa ndoa na kutokuoa. Achana na hiyo tabia kuanzia leo, kwa sababu macho yako yanavyoona sio sawa na macho ya nani? Wako hapa vijana ambao hawajaoa, mbele za Mungu wana heshima kubwa kuliko wazee mliokuwepo kwenye ndoa. Na angalia ni kitu kibaya, we mzee uko kwenye ndoa na kanisani kwa nje una heshima kubwa, lakini machoni pa Mungu you are not single but you are married. Hauko na Mungu ila umefanya nini? Sasa niwaulize swali, maana najua naongea na watu wote. Swali, mnaweza mkarudi, asanteni. Swali, nimemaliza mimi, nauliza tu swali. Kati ya haya makundi mawili, wewe uko kundi gani? Na unajua hichi nilichokisema, wewe hapo ulipokaa saa hizi ushajua kundi lako. Yaani hapo hivi mimi ninavyoongea sema, pastor wewe tuache tu, niache na maisha yangu, tajua mimi na Yesu wangu. Wewe uko kundi gani kati ya haya mawili? Mimi nakuuzia wazo, sikulazimishi. Amua kuwa kundi lile la single. It doesn't matter where you are. Asante sana. Chagua kuwa single, haijalishi uko kwenye ndoa au upo wapi, au hauko kwenye ndoa, ila you are single. Lakini habari mbaya ni hii, usipokuwa single, haijalishi uko wapi, wewe ni mshenzi tu kote kote. Ukiwa hujaoa, wahovyo. Ukiwa ndani ya ndoa, wahovyo. Na kwa lugha nyingine, hauna faida kwako duniani na unatujazia nafasi. Nikiwa nafundisha hili somo kwa wanandoa peke yenu hapa, nilikuwa nashindwa. Huaga nawaambia wanandoa hivi: kama uliingia kwenye ndoa, ulitanguliza tendo la ndoa kabla hujaoa, kuna vitu mnapaswa mfanye. Sasa wanandoa, siku moja tutakuja tuongee wenyewe. Mimi ninawaombea na ninawatakia mwanzo mpya. Namuomba Mungu wa mbinguni anisaidie na akusaidie juma hili lisiwe bure.
likalete matokeo chanya kwenye maisha yako. Mabinti ambao bado hamjaolewa, anza kuishi maisha mapya. Vijana ambao bado hamko kwenye ndoa, jisikie fahari kuanza kuishi maisha mapya. Wale wenzangu na mimi, kama uliingilia mlango mbaya kwenye ndoa, ona namna ya kukaza maisha yafanyeje, yaende. Haya tuliojifunza, nenda uya-apply kwenye ndoa yako. Nje na hapo ni washukuru, lakini pia niseme neno moja kwenye kufundisha hapa mbele. Kuna wakati naweza kutumia maneno mabaya, makali. Lengo langu lilikuwa sio kudhalilisha, sio kufedhesha, na mimi ni mtu, nina namna yangu ambao Mungu amenijalia. Kama kuna namna ambavyo nilisema kuzungumza uliumia, sikuwa na mpango wa kukuumiza. Lengo langu lilikuwa ni kufanya nini? Kujifunza. Kwa hiyo mapungufu yangu katika pronunciation na kutamka mambo yasiharibu kitu kizuri ulichojifunza kwa ajili ya maisha yako yaliyosalia. Inamisha kichwa tuombe. Asante Yesu. Ninakushukuru kwa juma hili, kubariki kwako hapa. Pale nilipotenda kiubinadamu, nisamehe. Nilipotenda vema, jina lako likatukuzwe. Wote tuliosikia tusaidie Yesu. Tusiishie kusikia, tuamue kuishi. Maisha yetu yakalete taswira mpya, na haya mafundisho yasiwe tu fahari, ila yakawe mabadiliko ya kweli yatakayoleta matokeo chanya kwa kila mmoja. Nitashukuru sana Kristo kama kuna jitihada mpya zitakazotokea na kuleta mazao mapya kwa kila mmoja. Asante, nikiamini hata nisioyaomba kwa ajili yao utawatendea. Katika jina lako Yesu tumeomba. Amen. Mungu awabariki.